Ni wakati mwingine tena msikilizaji, tumekutana kwenye hii story yetu mpya kabisa, story ambayo mtayarishaji ni yule dada yetu Rita, na katika siku ya leo tunakwenda kumcheki huyo kiumbe ambaye yeye alijifanya kuwa ni mwanamke ili apate kazi. Dhumuni lake lilikuwa ni nini? Langu jina ni Lucas Lumbasi. Okay? Unajua maisha bwana yanaweza kukufanya ukafanya maamuzi ya ajabu sana, maamuzi ambayo hata ukufikiria kufanya huko nyuma. Lakini kwa sababu ya ugumu wa maisha, mtu unajikuta huna chaguo. Msikilizaji, Kalisa ndo jina langu. Ni binti wa miaka 28, lakini pia ni mama wa watoto wawili mapacha. Watoto ambao na story nao ndefu, lakini pia wao ndio chachu ya mimi kuwa katika jiji hili. Yes, ni wao kwa sababu kama sio kuwa na watoto, basi ningekuwa nimeshanyosha mikono na kuachana na haya maisha ya kudhalilika kila siku. Lakini najua kila nikifikiria kwamba nina watoto ambao wananiangalia, huwa nashindwa kukata tamaa kabisa msikilizaji. Yaani nashindwa kukata tamaa kabisa nikishajua kwamba nina watoto ambao wananitazama. Sasa niliangalia furushi la nguo ambazo nilitoka kusaula huko Ilala kwenye mitumba na kushusha pumzi ndefu na kuinuka, nikachagua baadhi ya nguo na kuanza kuzinyosha vizuri. Kisha nikasubiri sasa rafiki yangu arudi kutoka kazini ili sasa nitumie simu yake kupiga picha na kuposti mtandaoni. Basi muda ambao nilikuwa na subiri, niliamua kufanya usafi, na nilivyomaliza sasa nikaoga na kupika chakula, kisha nikajilaza ili sasa walau akili ipate kupumzika. Lakini sikuweza hata kupata hilo pumziko, maana mambo yaliokuwa yakizunguka kichwani ni mengi sana. Sasa muda ulienda, Jojo akarudi nyumbani, na alipofika alikuta nikiwa katika dimbwi zito la mawazo kiasi cha kuniita mara kadhaa, lakini sikumsikia hadi pale aliponitingisha kwa nguvu. Kwa hiyo alipofika pale bwana, aliniamsha akasema kwamba wewe, mbona uko mbali kimawazo hivyo, nini shida? Aliongea sasa akiweka mfuko aliokuja nao chini. Niliamka kiuchovu sana, nikamwambia kwamba niko sawa. Niambie, ndo umerudi? Akasema uko sawa kwa hali hii? Hebu niambie, kuna tatizo lolote? Nikamwambia Jojo, hakuna shida bwana, ni mawazo tu ya kawaida. Jojo akasema hayo, lakini mimi nakwambia hii hali sio nzuri kabisa. Utakuja kupata matatizo, waache watoto wanateseka bure. Maisha ni haya. Haina haja kwanza kujiumiza kichwa kiasi hiki. Nilimwambia Jojo kwamba nakuelewa Jojo, lakini nashindwa kujizuia. Unajua nimechoka sana yani. Yaani hapa ni mimi nabaki nahangaika kwa ajili ya watoto tu. La sivyo nisingeendelea kabisa. Jojo akasema wewe tena? Sikia, kila kitu kina mwanzo na mwisho. Umesikia? So haya unayopitia yana mwisho. Kwa hiyo usikate tamaa, sawa kipenzi changu? Basi mimi sikumjibu zaidi, niliinuka na kuingia jikoni. Nikapasha chakula na kupakua, kisha nikaweka mezani tukaanza kula. Sasa baada ya chakula, nilivaa zile nguo na kuanza kupiga picha moja moja kisha kuziposti. Na baada ya hiyo sasa niliinuka, nilitaka kupanda kitandani kwa ajili ya kulala. Lakini kabla sijafanya hivyo, simu yangu iliita. Kuangalia namba, ni mama ndo alikuwa ananipigia. Basi niliangalia simu ile kwa muda, nikashusha pumzi na kupokea. Nikasema, mama, shikamoo. Mama akaitikia, marahaba binti yangu, unaendeleaje? Nikamwambia, naendelea vizuri mama, vipi wanangu? Nilivyouliza hivyo, alikaa kimya kidogo na kusema kwa sauti ya unyonge kwamba Jiana anaumwa. Nini? Shida nini tena mama? Mama akasema, hata sielewi, maana ni wiki sasa yuko dhaifu na nimejaribu kumchemshia dawa lakini naona bado tu. Hivyo nimekupigia ili utume hela wala hata nimpeleke hospitali. Nikasema sawa mama, nitatuma. Mama akasema haya, uwe na usiku mwema. Nilijibu sawa, simu ikakatwa. Nimesema namtumia ili hali hapa sina hata 100 ya change. Je, naitoa wapi hiyo hela kumtumia? Niliwaza na kuinuka nikakaa kitako. Sikuelewa hata nifanye nini. Ningeweza kumuomba Jojo akanikopesha, ila ananidai hela nyingi mno. Na bado yeye ndio anayelipia kila kitu hapa. So kumuomba itakuwa ninambebeshia mzigo ambao sio sawa kwake. So baada ya kuwaza sana, niliinuka na kutoka. Nilitoka chumbani nikamkuta Jojo anaongea na bibi wake kwa sauti chini sana. Nikamwambia kwamba Jojo, natoka mara moja. Alitikia sawa bila hata kujua naenda wapi. Nikafungua mlango na kutoka. Nilitembea na kufika mahali nikasimama na kuongea. Kwanza nilianza tu kuongea mwenyewe nikijishauri nifanye nini. Mara bwana nikapata wazo la kwenda kwa kaka mmoja hivi. Huyu kaka huwa ni mteja wangu sana na tumezoeana sana.
So nikaona acha niende walau nikaombe anikopesha hata shilingi 10,000 tu. Kweli nilienda. Kufika pale nikagonga, akafungua na kunikaribisha ndani. Sikusita kuingia. Na nilivyoingia akaniuliza kwamba vipi, mbona usiku na sio kawaida yako, au umeleta mzigo mpya nini? Kuulizwa hivyo nilikuna kichwa na kujibu kwa kujiumauma. Nikasema kwamba ndio nimeleta mzigo mpya, lakini sio ulionileta hapa, ila kilichonileta tu hapa ni. Nilishindwa kumalizia na kubaki nafikicha tu vidole. Kaka yule sasa akaniangalia kuniuliza kwamba Kalisa, unataka nini? Mbona una sita hivyo bwana? Mbona sita kuniambia? Ukuwa free bwana, sisi tunashikaje? Nikamwambia kwamba ni kwamba naomba nina shida na 15,000, so ninaomba kama unao nikopeshe, nikimaliza tu mzigo basi mimi nitakuletea pesa yako. Nilivyosema hivyo aliangalia kwa uso wa tabasamu na kusema kwamba Kalisa, wewe ni mtu wa matani sana. Yaani 15,000 tu ndo inafanya unaomba kwa unyenyekevu hivyo? Sikia bwana, hiyo ni hela ndogo sana, so sio na shaka kabisa. Nikasema aise, nitashukuru sana ndugu yangu. Akasema kushukuru sio kitu, ila kitu ni je, utakuwa tayari kufanya kile nitakachokuambia ili uweze kuipata hiyo pesa? Kitu gani tena? Niliuliza kwa mshangao. Maana mimi nimemwambia anikopeshe, ila anaongea mambo ya kunipa kitu tena. Ana maana gani? Basi bila kutarajia nilishangaa ananisogelea na kuweka mkono wake kwenye mapaja yangu. Akanambia kwamba naweza nikakupatia pesa unayohitaji Kalisa, na tena zaidi ya hiyo. Lakini basi nitomba basi kupata penzi lako, walau basi hata lisali moja tu. Nini? Hivyo na wazimu nini? Sasa Kalisa tulia bwana. Hii sio vita, umesikia, ni makubaliano tu. Makubaliano yapi? Hivi leo mimi naonekana ni malaya sana, si ndio? Yaani mimi nimekuja hapa kuomba msaada unikopeshe. I say mimi sijaje hapa kufanya upumbavu na wewe, unanielewa? Sasa Kalisa, bado unaleta tena sida kwenye michezo rahisi kama hii bana. Sikia, mimi ni kitambo tu nimekuwa nikikuelewa, umesikia sema tu yani sikuwahi kupata ile nafasi ya kukuelezea, ila sasa ndio hivyo bwana. Mimi nakuelewa sana, afu kwa sababu hiyo mimi naweza nikakupatia hata hiyo hela tuwe pamoja tu kwa muda mfupi, kisha unaondoka zako. Msikilizaji, nichukia sana. Nikainuka nikataka kuondoka. Akanishika mkono kunizuia na kusema kwamba vipi sasa? Vipi kama nikikuongeza nitakupatia 30,000? Vipi, utakuwa tayari? Naomba uache mkono wangu mpuzi wewe. Ni sawa, mimi nitakuachia, lakini sasa nataka kusikia jibu lako. Utakubali? Msikilizaji, nilitaka kutoa mkono wangu kwa nguvu, lakini aliniwahi na kunibambia ukutani bwana. Moyo wangu lilipuka kwa kasi ya ajabu sana. Ukuta wa baridi uliogusa mgongo wangu haukulingana hata kidogo na joto la hasira na uoga ambao ulikuwa umetanda kifuani mwangu. Deo alikuwa amenibana vilivyo, pumzi yake ya kipuuzi ikinitonesha vidonda vya utu wangu. Machoni pake sikuona ushikaji tena. Niliona unyama ule unaowakuta wanawake wengi pindi wanapokuwa kwenye shida na wanakwama. Deo, naomba niachie Deo, sawa? Deo, naomba niachie, na kwa mimi unachela sivyo nitapiga kelele Deo. Niliongea kwa sauti ya kukata tamaa lakini iliyojaa msimamo. Machozi alianza kunilenga, lakini sasa hapa nikaapa kutokuyaruhusu adondoke mbele yake. Deo akasema kwamba Kalisa, sikia, piga kelele, umesikia? Wewe piga tu kelele, kwani hapa kwangu ni soko? Nani atakusikia usiku? Kuwa mpole bwana. Unateseka na maisha kwa nini? Shida yako si ni hela? Mimi nayo. Sasa unaringa nini sasa wakati una shida? Alisema huku akisogeza sura yake karibu na shingo yangu. Sasa wazo la mwanangu Jiana akiwa amelala kitandani kwa homa huko kijijini lilinijia kichwani. Nilijiona mnyonge, lakini sasa hapo hasira ya kulinda heshima yangu kama binti, yani hasira ya kulinda heshima yangu na ya mwanangu, ilinipatia nguvu ya ajabu. Niliziba macho, nikakusanya nguvu zangu zote na kumpiga teke la nguvu kwenye vinyanya mshenzi vyake. Jamaa alipiga kelele, Deo alipiga ukelele huo na kujipinda sasa huko akiachia mikono yangu na kushika chini. Yaani sikusubiri jamaa inuke. Nilivuta mlango kwa kasi, nikafungua na kutoka nduki nje bila hata kuangalia nyuma. Nilikimbia kwenye ule usiku wa giza, upepo nao sasa ukinipiga usoni, huku moyo wangu ukienda mbio kama gari lililofeli breki. Nilikuja kusimama mbali kidogo na nyumba yake, nikajishika magoti kusasa mikono ikitetemeka. Machozi yaliyokuwa yamebana sasa yaliruhusiwa kutoka. Yalikuwa ni machozi ya maumivu, fedhea na kukata tamaa. Nijisemea kwa sauti ya kilio kwamba Mungu wangu, hivi nifanye nini sasa? Jiana naumwa, afu mimi hapa sina hata miada. Dunia ilionekana kama kunigeuka msikilizaji. Nirudi nyumbani usiku huo nikiwa ni mnyonge kama kuku aliyenyeshewa na mvua. Hasa nilitembea kwa unyonge mpaka ndani na kumkuta rafiki yangu Jojo ashamaliza kuongea na simu.
Amekaa sebuleni tu akilala usingizi wa mangamngam. Alivyoniona tu alishtuka na kusimama akasema kwamba Kalisa, Mungu wangu. Umetoka wapi sasa hivi jamani? Mbona uko hivi? Umeruruka nguo au umepatwa na nini? Jojo aliniwahi na kunishika mabega. Mwili wote ulikuwa unatetemeka. Na mimi sikuweza hata kumficha. Nilimueleza kila kitu kuhusu simu ya mama, ugonjwa wa Gianna na unyama aliotaka kunifanyia Deo. Jojo alipata hasira, akatukana matusi 2 matatu hivi ya kumlani Deo. Kisha akajishika paji la uso na kutafakari kitu kwa muda. Kisha akasema kwamba huyo mshenzi ana bahati sikuwa hapo. Lakini pole sana kipenzi changu. Afu kuhusu Gianna huo siwaze bwana, umesikia? Kwenye simu yangu na kama 20,000 hivi ya akiba. Ngoja basi nimtumie mama yako sasa hivi ampeleke mtoto hospitali, sawa? Nikasema Jojo, lakini unanidai pesa nyingi sasa. Akaniambia wewe Kalisa, nyamaza. Sisi ni marafiki, umesikia? Au unafanya biashara? Sisi ni marafiki sisi. Watoto wako ni watoto wangu pia. Ngoja nitume. Basi Jojo alichukua simu yake na kufanya miamala. Ndani ya dakika 5 alinionyesha ujumbe kuwa pesa imeenda. Nilisimama na kumkumbatia kwa nguvu kunikelea. Alikuwa ni malaika wangu mlezi, lakini nilihisi aibu kuendelea kuwa mzigo kwake. Kila siku jamani nampatia matatizo huyu mdada. Basi tuilala na kesho yake asubuhi Jojo aliondoka mapema kwenda kazini kwake kwenye duka la vipodozi. Mimi nibaki nikiwa nimekaa jamvini sebuleni, nikisugua tu mikono yangu kwa mawazo. Simu ililia, alikuwa ni mama. Alisema kuwa amepokea pesa na amempeleka Gianna hospitali. Amekutwa na malaria tu kali na amepewa dawa. Nishusha pumzi ya faraja, lakini sasa nikajua fika kuwa 20,000 isingetosha chakula na matibabu ya siku zote zinazofuata. Nilihitaji kazi ya kueleweka msikilizaji, na sio hii biashara ya mitumba ambayo mwezi mzima nauza nguo chache tu. Sasa nikiwa bado kwenye mawazo, niliamua kuingia kwenye mtandao wa kijamii Instagram kupitia simu yangu ya zamani ambayo kioo chake kilikuwa kimepasuka. Na sikuwa na mteja yoyote aliyetuma ujumbe. Badala yake niliona tangazo lilikuwa limesambaa sana kwenye kurasa za ajira jiji la Dar es Salaam. Lilikuwa ni tangazo la kazi kwamba nafasi ya kazi, msaidizi binafsi, msaidizi binafsi, kampuni kubwa ya uwekezaji ya Vertex Crest Enterprises inatafuta msaidizi binafsi wa mkurugenzi mkuu, yani CEO. Sifa za mwombaji: awe na shahada ya utawala wa biashara au fani inayofanana. 2, awe na uwezo mkubwa wa kuzungumza na kuandika Kiingereza na Kiswahili fasaha. 3, awe na uwezo wa kupanga ratiba safari na mikutano mikubwa. Msikilizaji, macho yangu yaliniletea picha pale nilipoona tarakimu ya mshahara. Ilikuwa ni pesa ambayo ingenitoa kwenye lindi la umaskini mara moja. Ingenifanya ni watoe wanangu kule kijijini na kuwaleta mjini waishi maisha mazuri. Sasa nilisoma vigezo vile tena na tena. Moyo wangu ulidunda kwa furaha. Mimi msikilizaji na shahada ya Bachelor of Business Administration, niliofaulu kwa kiwango cha juu miaka 4 iliyopita kabla maisha hayajanilemea. Na Kiingereza changu of course kiko vizuri sana na uwezo wa kompyuta pia ninao. Nikajisemea kwamba Mungu wangu, hii kazi ni ya kwangu, nina vigezo vyote. Nijisemea kwa sauti, nikicheka peke yangu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Lakini sasa furaha ile haikudumu hata kwa dakika 3. Chini kabisa ya tangazo lile kulikuwa kuna mstari mmoja ulioandikwa ya kwamba, tena kwa herufi kubwa, ya kwamba angalizo, nafasi hii ni kwa ajili ya waombaji wa kiume tu. Maombi ya kike hatuyapokei. Nilipigwa na bumbuazi, nikasema wanaume tu, kwa nini? Nijiuliza kwa sauti ya kusononeka. Sasa nijaribu kupekua kwenye comment chini ya lile tangazo ili sasa kuelewa kwa nini kampuni kubwa kama ile iweke ubaguzi jamani huo. Hapo ndipo nilipokutana na siri nzito sana. Wachangiaji wengi walikuwa wanajadili tabia za huyo bosi mkuu wa hiyo kampuni ya Vertex. Sasa kuna mmoja akaandika kwamba huyo bosi wao anaitwa Mirza, ni kijana tu mdogo wa Kituruki, tajiri hatari, lakini ni anadharau na misimamo mikali mno. Hataki kabisa ni kufanya kazi na wanawake karibu yake kwa sababu anaamini wanawake wanapoteza muda na hawaziwezi pressure za kazi zake. Msaidizi wake wa zamani alifukuzwa kwa kashfa ya mapenzi, kwa alidokeza mchangaji mmoja. Sasa nilisikitika sana. Huu ulikuwa ni ubaguzi wa wazi, lakini ubaguzi huu ni kama ulikuwa unaenda kuzima ndoto yangu ya kuokoa maisha ya wanangu. Nilikaa pale sebuleni nikiangalia kile kioo cha simu kilichopasuka. Mawazo yalianza kunijaa kwa kasi sana. Huo mshahara unatosha kufanya wanangu kupata shule nzuri na mimi kuacha kuomba 15,000 kwa wanaume wabakaji. Nilinuka na kwenda kusimama mbele ya kioo kikubwa kilichokuwa kimetundikwa kutani mwa chumba cha Jojo. Nijitazama. Nilikuwa na nywele fupi tu za asili ambazo hazikuwa ndefu sana kwa sababu sikuwa na pesa ya kusuka. Nilikuwa na umbo la wastani tu. Sikuwa na makalio makubwa sana wala hata matiti
yaliyozidi kiwango. Nadhani wenye matiti yaliyozidi kiwango wanajijua. Kwa hiyo mimi nilikunja ngumi. Wazo la kijasiri na lenye hatari kubwa lilizaliwa kichwani mwangu papo hapo, kwamba kama anataka mwanaume, nitakuwa mwanaume. Nilinong'ona mbele ya kioo, macho yangu yalionyesha mwangaza mpya wa mapambano. Of course, najua ni wazo gumu na hatari, ila single mother mimi niko tayari kuingia kwenye shimo refu ili tu nibadilishe maisha ya wanangu. Basi jioni hiyo Jojo aliporudi, alinikuta nikiwa nimefanya usafi wa hali ya juu sana na ninatabasamu moja kwa moja. Akauliza kwamba kuna nini? Nami bila kusita nimuuliza kuhusu tangazo lile na nikaanza kumshawishi anisaidie. Kwanza alikataa akiamini nitakamatwa na kufungwa, lakini baada ya kuona machozi ya kilio changu alikubali kunisaidia. Wote hatakuwa na hela yoyote akiba. Akatoa wazo la kwenda kwa boyfriend wake akachukua nguo, na kweli alienda akachukua suruali moja ya kitambaa, shati la mikono mirefu pamoja na tai. Sasa mimi nikatoka na pia nikachukua vyeti vyangu vya shule, nikatoa photocopy, na kwenye vyeti vile vya photocopy nilifuta kwa umakini mkubwa mno neno female kwenye kipengele cha jinsia na kuacha wazi. Kisha nikaandika jina langu kama Khalis J Malia. Badala ya Khalisa nikabakiza Khalis ili nionekane ni mwanaume kabisa. Kwa hiyo mpango ulikuwa ni kwamba mimi nikishapata kazi, sawa, nitatafuta namna ya kurekebisha mfumo kabla hujagundua vyeti halisi. Unajua tena huko makazini watu wanavyofoji vyeti. Sasa siku ya usaili ilifika bwana. Asubuhi na mapema. Najua hapo unawaza vipi sauti? Ngoja twende msikilizaji, utajua tu. Basi asubuhi na mapema chumba cha Jojo kiligeuka kuwa maabara ya mabadiliko. Jojo alitumia kitambaa kigumu cha pamba kunifunga kifua changu kwa nguvu sana hadi nikaanza bwana nakosa pumzi. Yani kufanya matiti yangu yani yajifiche kabisa na kuwa yani hapa kama ni dume fulani hivi. Lakini sasa hatukusahau ndevu. Yes. Mwanaume ndevu bwana. Nilivaa hadi ndevu mbandia nionekane tu kijana fulani hivi ambaye anafanania. Amefanana tu na mama yake lakini ni wa kiume. Basi nilivaa ile suruali ya kiume, nikavaa shati, nikavaa na viatu vya kiume vya ngozi ambavyo Jojo aliviiba pia kwa bibi wake. Baada ya kila kitu sasa kumalizika, nijitazama kwenye kioo. Sikuwa Khalisa tena mbele ya kioo. Mbele ya kioo alikuwa amesimama kijana fulani hivi mtanashati, mwenye muonekano wa upole, lakini sasa ni mwenye msimamo pia. Basi Jojo akasema ya kwamba sasa sikia, kuanzia sasa unaitwa nani? Khalis. Kumbuka hilo. Tembea kwa kupanua miguu kidogo. Afu usitingishe makalio. Yaani ya kazi haswa, usije kuonekana bwa hapa. Na sauti yako ya chini. Haya, kila la heri. Nitabasamu na kumshukuru kwa msaada wake huo. Kisha nikatoka sasa kuelekea hiyo ofisi ilipo. Sasa nilipofika kwenye jengo lile nilishangaa. Lilikuwa ni jengo refu la vioo ambalo linang'aa katikati ya jiji. Niliongozwa hadi ghorofa ya 15 ambapo usaili ulikuwa unafanyikia. Kulikuwa kuna vijana wa kiume kama 20 hivi. Wote wakiwa sasa wamepiga suit kali. Mimi nilikuwa na tofauti kidogo. Lakini nilijikaza kiume. Kiume hapa sio kama mwanamke. So lazima kujikaza kiume au sio? Nginja. Basi nilikaa kwenye kiti nikisubiri zamu yangu. Huku sasa ni mikono yangu ikiwa sasa natoka jasho kwa woga wa kugundulika kwamba mimi ni mtoto wa kike sio mwanaume. Na baada ya masaa mawili ya kusubiri, katibu wa boss, kaka moja tu hivi ambaye alikuwa ni mnene, alikuwa amevaa miwani, aitwaye James, alitoka na kuita kwamba namba 14, Khalisa J Malia. Nilishtuka, nikasimama na kurekebisha sauti yangu moyoni, nikasema, mimi ni mwanaume. So unajua tena vile maneno ambavyo mtu unaanza kujiongelesha kabla hujaingia kwenye mlango wa interview. Kwa nini najikumbusha bwana, mimi ni mwanaume. Niliongea kujipa ujasiri. Sasa niliingia kwenye chumba kikubwa cha mikutano ambacho sasa kilikuwa na meza ndefu ya kioo. Nyuma ya hiyo meza alikuwa ameketi mwanaume mmoja hivi, kijana tu wa kama miaka kama 32 hivi. Alikuwa ni mweupe wa asili ya Kituruki, mwenye pua ndefu iliyosimama vizuri, ndevu fupi tu nyeusi zilizotunzwa kwa umakini, na macho yenye mboni kama kijivu hivi yenye makengeza fulani hivi madogo mbali, lakini ni aliyojaa ukali na mamlaka. Alikuwa amevaa suti ya blue iliyoshonwa ikamkaa vizuri. Huyu bila shaka huyu ndiye aliyekuwa boss Mirza huyu. Basi alikuwa sasa anavuta lile faili langu la CV ili aanze kulisoma. Moyo wangu sasa uliacha kudunda. Nilihisi jasho jembamba linanitoka. Kwenye CV ile unajua
ile ambayo nilikuwa nimefanyia mabadiliko, bado nilikuwa na hofu kama kuna sehemu itakuwa tofauti, basi habari yangu kuisha habari itakuwa imeishia hapa hapa na nitakuwa gumzo jiji zima. Basi bwana, hapa niliomba tu Mungu aweze kusaidia jamaa asiweke umakini, maana kama akisoma lile karatasi kwa umakini, siri yangu ingeishia hapo hapo. Basi Boss Mills akasema kwamba Keti aliamuru kwa sauti yake nzito yenye rafudhi ya kigeni na mamlaka ambayo ilifanya nywele za mwili wangu sasa kusimama. Niliketi kwa ujasiri wa kiume, nikapanua miguu kidogo kama nilivyoelekezwa na Jojo. Sasa mwanaume ukayo kibana miguu, apanue miguu mwanaume. Sasa Milza alikuwa sasa ndio kwanza anafungua ukurasa wa kwanza wa CV yangu, huku sasa macho yake yakitazama kwa ukali sana. Mara ghafla simu yake ya mkononi iliyokuwa mezani ilivibrate kwa nguvu. Milza sasa alitazama screen ya simu ile na sura yake ilibadilika ghafla na kuwa ya wasiwasi mkubwa. Alisimama haraka sana kutoka kwenye kiti chake. "Hey James," alimwita yule katibu wake kwa sauti ya juu. James sasa akaingia haraka chumbani humo. Alipofika tu akamwambia kwamba kuna dharura kubwa imetokea kwenye meli yetu ya mizigo kule bandarini. Kontena zetu zimezuiliwa na kuna vurugu kubwa sana. Lazima naondoke sasa hivi kwenda kurekebisha mambo. Basi James akasema kwamba sababu sasa hivi vipi kuhusu sasa wasailiwa waliobakia? James aliuliza kwa adabu. Sasa Milza alitupa lile faili langu mezani bila hata kulisoma ukurasa wa kwanza. Kisha akachukua koti lake la suti na kusema kwamba wewe malizia watatu bwana waliobakia. Unajua vigezo unavyotaka, hakikisha unapata mtu mwenye uwezo mkubwa na uzoefu wa utawala wa biashara. Nikirudi jioni nataka kuona jina la mtu mmoja tu uliyemchagua ili aanze kazi kesho. Basi James akajibu akaomba sawa boss, itakuwa ni kama unavyotaka. Sasa James alijibu hivyo sasa akisujudu kwa kichwa. Boss Mills alitoka chumbani hapo kwa hatua za haraka, akiniacha mimi sasa nikiwa nimeshikwa na mshangao mkubwa, lakini sasa moyo wangu ulikuwa unashusha pumzi ya faraja. Alikuwa hajasoma CV yangu. Basi mlango ulipofungwa, James sasa alikaa kwenye kiti cha Boss Mills. Alionekana mchovu na mwenye dharau kidogo. Alivuta lile faili langu na kuanza kulifungua polepole. Hawa watu wanaoachaga majukumu wanajikutaga hawa. Moyo wangu irudi juu tena. Bosi ameingia kwenye dharura. Lakini huyu katibu ndio kwanza anaenda kusoma karatasi zangu huyu. Na huyu katibu anaweza kagundua mchezo wangu kirahisi huyu, kwa sababu yeye ndio anayeingiza taarifa kwenye kompyuta. Basi James alitazama jina, kisha akatazama vyeti vyangu. Alishusha miwani yake kidogo, akanitazama usoni kwa jicho fulani hivi la mashaka. Kisha akatazama tena kile cheti tena. Akasema, kijana Kalis, mbona hivi vyeti vyako mbona vinaonekana vina mikwaruzo kwenye sehemu ya jinsia? Alafu na kwa nini photocopy pekee? Original ziko wapi? James aliuliza kwa sauti ya uchunguzi. Macho yake sasa akionyesha wazi kuwa ameshtukia kitu. Nilijua tu hapa nikizubaa tu hapa, basi mchezo unakuwa umeisha na nitafukuzwa au kukamatwa. Nikakumbuka shida za wanangu kule kijijini na nikakumbuka kuwa mfukoni mwa suruali yangu nilikuwa na 100,000 tu ambayo George alikuwa amekopa asubuhi kutoka kwa bosi wake wa duka la vipodozi ili iwe akiba yetu ya chakula cha wiki. Sasa haraka niliweza hapa natakiwa kutumia akili ili niokoe jahazi. Ilibidi sasa nitumie mbinu chafu sana ambayo sikuwa hata kuifikiria maishani mwangu. Nilisogea mbele kidogo karibu na meza. Nikaingiza mkono wangu mfukoni kwa ujasiri. Nikatoa ile 100,000 kisha nikamsogezea James, huku sasa nikimkodolea macho kwa msimamo wa kiume. Yaani anaonekana mwanaume, na kwa sauti ya chini sana ya kunong'ona sasa nikamwambia kwamba kaka James, najua ni mtu mzima na unaelewa maisha yalivyo magumu mjini hapa, usio? Yapo ni chai kwa ajili yako asubuhi ya leo. Shida yangu ni moja, tunahitaji kazi kwa udi na uvumba. Na sifa zote za ofisi ninazo kama unavyoona kwenye vyeti. Naomba hii hapo iwe nafasi yangu. Na kwenye mfumo wa kompyuta kule ofisini niandike tu kama mwanaume bila wasiwasi wote. James alizitazama zile pesa akacheka kwa dharura kidogo. Akasema kwamba unafikiri pesa inatosha kukuingiza katika kampuni? Afu na kwa nini utumie uongo mkubwa hivi? Uone kama ni hatari? Hatari ipo, lakini mimi nahitaji kazi. Ona, kama pesa hiyo haitoshi, unaweza kunipatia sharti lolote, mimi nitalitimiza. Basi James akasema kwamba kwa kuangalia tu una cha kunipa ambacho kitanifanya nikupe hii nafasi, so unaweza kuondoka. Kuambiwa hivyo, nilinyongonyea bwana na kujihisi mtu nisiye na bahati. Sikuwa na neno la kuongeza. Niliinuka ili sasa nichukue CV zangu, lakini kabla hata sijachukua, alitabasamu na kuniambia kwamba nimepata wazo. Kama uko tayari kupata hii kazi, basi lazima tuingie makubaliano ya kunipatia nusu ya mshahara wako. Alafu kingine kitokea kugundulika, basi usije kuthubutu kunitaja. Takuharibu, hautaamini nakwambia. Basi swala la kusema atanipatia kazi ila atachukua nusu ya mshahara wangu halikuwa zito kwangu.
Kwani la muhimu si ni kupata kazi? Hiyo pesa ya achukue tu, watu wanajitolea miezi 3 bwana. Ya bebe tu. Basi nikubali. I say. Sasa James akasema kwamba Kalisi bwana, wewe ni kijana mwerevu sana. Yaani umenifurahisha sana. James alisema sasa akicheka kwa chini na kupiga chapa ile stamp ya approved kwenye faili langu. Akainua uso na kuniambia kwamba sasa usiwaze kabisa mdogo wangu. Umesikia? Mimi ndio kila kitu hapa. Bosi asipokuepo mimi ndio kila kitu. Kwenye mfumo nishakuingiza kama mwanaume. Na ripoti hapa nitakayompatia Boss Mirza jioni hii itaonesha kuwa wewe ndio uliyefanya vizuri zaidi ya wote. Umesikia? Nishusha pumzi ya faraja kubwa sana kwamba nimefanikiwa. Nikasema asante sana kaka James, mimi sitakuangusha. Akasema nenda nyumbani sasa. Nenda ukajiandae. Kesho asubuhi saa 1:30 kamili uwe hapo ofisini. Uanze kazi rasmi kama msaidizi binafsi wa Boss Mirza, sawa? Lakini nakupatia angalizo moja tu mdogo wangu. Boss Mirza ni mtu katili sana na hapendi mchezo. Hakikisha unajua namna ya kuishi naye. La sivyo atajua siri yako na sote tutapotea. Nilinyanyuka nikampatia mkono wa asante na kutoka nje ya lile jengo nikiwa natetemeka kwa mchanganyiko wa furaha na hofu kubwa. Nimepata kazi, lakini sasa hivi naenda kuishi ndani ya jengo la simba mkali anayeitwa Mirza. Basi nirudi nyumbani na kufanya sasa usafi pale, kisha nikapika. Muda nao kwa unaenda, usiku kaingia. Usiku ule wa kuamkia siku yangu ya kwanza ya kazi haukuwa usiku wa kulala. Nijigeuza kitandani mara mamilioni. Kila muda moyo wangu ulikuwa unaenda mbio, sasa hofu kinitawala. Na kila sasa nikifunga macho niliona sura ya Boss Mirza na yale macho yake sasa kijivu yenye mamlaka makali. Hapa nilijiona nikigundulika, nikidhalilishwa na kisha kufungwa pingu mbele ya umati wa watu. Basi sauti ya Jojo akasema kwamba Kalisa, bado hujalala tu? Jojo alinishtua kutoka kwenye dimbwi la mawazo. Nikashusha pumzi na kumjibu kwamba Jojo, nina uoga mwingi sana. Yaani naona kama nimejichimbia kaburi mwenyewe. Yaani nawaza hapa sasa nitaweza kuishi kama mwanaume kweli? Afu yule bosi ni ana macho makali huyo. Yaani akikuangalia ni kama anaona sijadi utumbo. Yaani hapa mimi mwenyewe hapa nawaza nikija kugundulika walai Mturuki yule atanifanya nini kwa mfano jamani? Jojo alinisogelea, akanishika bega na kunipa moyo kwa kusema kwamba sikiliza bwana, nisikilize mimi Kalisa, umesikia? Hakuna kurudi nyuma. Umeshasaini mkataba na tayari 100,000 yetu iko mfukoni mwao. Na pia umefanya hivi kwa ajili ya wanao. Kwa hiyo usirudi nyuma. Umesikia? Zaidi wanatakiwa kuwa makini tu. Sawa mama? Nikasema nimekuelewa Jojo, kesho nitaenda pale nikiwa jasiri sana. Jojo akasema hayo ndio mambo sasa. Yaani hakuna kulia bwana. Hakuna kuonyesha unyonge, Lazima upambane, huwezi kuishia tu njiani ili hali umetoka mbali bwana. Sawa mama? Hapa hakuna kushindwa, ni kushinda. Naamini na kuambia utafanikiwa. Basi maneno ya Jojo yalikuwa kama mafuta kwenye taa yangu iliyokuwa inataka kuzimika. Nilikubali kwa kichwa. Nikavuta pumzi na kujilaza tena. Niliapa nitapambana kama simba jike anayelinda watoto wake. Asubuhi ya saa 1:20 kamili. Nilikuwa nimeshasimama mbele ya vioo vikubwa vya jengo la Vertex. Leo nilikuwa nimevalia suruali nyeusi ya kitambaa. Nilikuwa nimepiga shati jeupe la mikono mirefu. Tena lilikuwa limenyoka vizuri sana kwa pasi. Nikaa nimepiga na tai nyekundu ambayo Jojo alihangaika nayo kuifunga asubuhi yote. Ndevu zangu za bandia sikuzisahau, zilikuwa zimekaa sawia kabisa, nikionekana kama za kijana fulani hivi mtanashati asiyeotesha ndevu nyingi. Basi kwa sauti ya kiume nikajisemesha kwamba kazi imeanza Kalisa, kazi imeanza. Nijisemea kwa sauti ya kiume ya chini kabisa kabla ya kuingia kwenye lifti inayoelekea ghorofa ya 15. Sasa nilipofika nilimkuta James akiwa tayari amekaa kwenye dawati lake la mapokezi akisugua mikono yake kusasa akila chapati na chai. Alivyoniona tu alitabasamu, yani ule mtabasamu wake wa kifisadi. Akaweka miwani yake vizuri na kunisogelea. Basi jamaa akasema ya kwamba kijana Kalisa umependeza sana, yani unaonekana mtanashati kabisa. Kumbuka makubaliano yetu, umesikia? Mwisho wa mwezi nusu mshahara wa kwangu. Na taarifa zako zote kwenye mfumo nishaziweka sawa. Bosi akikuuliza chochote wewe jiamini, umesikia? Nikasema ya kwamba okay. Asante sana kaka James. Vipi? Bosi ameshafika? Niliuliza kwa sauti ya kiume niliyofanya sasa iwe nzito na kukaruza kidogo. James akasema kwamba ndio, ameingia dakika 5 zilizopita na anaonekana na hasira ya lile tatizo lake la bandarini siku ya jana. Ila ameshakuagizia faili la ripoti ya fedha za mwezi uliopita liko hapo mezani. Anataka ulipeleke ofisini kwake sasa hivi. Nenda ukajionee moto wake, wewe nenda tu. Basi James alitabasamu kwa kejeli na kuninyoshia kidole kuelekea mlango mkubwa wa mbao za gharama za kifahari. Sasa mimi nilihisi magoti yangu ni kama yakilegea kwa sekunde moja.
Nilichukua lile faili nene la ripoti ya fedha, nikasogea mbele ya mlango ule uliokuwa na kibao cha dhahabu kilichoandikwa CEO Khan Mirza. Niligonga mara 3. Sauti ya bosi ikasikika ikisema kwamba come in. Basi ilikuwa ni sauti nzito iliyonyooka na yenye lafudhi ya kigeni ya Kituruki ambayo iliamuru utii mara moja. Sasa mimi nilifungua mlango polepole na kuingia ndani. Ofisi ya bosi ilikuwa ni kubwa kama nyumba nzima ya kupanga. Kuta zote yani zilikuwa ni za vioo vinavyoangalia jiji lote la Dar es Salaam na bahari ya Hindi. Na katikati kukiwa kuna meza kubwa sana ya mbao nyeusi tu yenye kompyuta 2 za kisasa kabisa. Nyuma ya meza hiyo bosi Mirza alikuwa amekaa. Alikuwa amevua koti lake la suti na kukunja mikono ya shati lake la blue hafifu tu. Alikuwa na hasira, paji lake la uso likiwa limekunjamana. Sasa mimi nilitembea kwa hatua za kiume, nikipanua miguu kidogo. Ili kutokutingisha kiuno, yani kama nilivyofundishwa na nani, na Jojo. Sasa nisimama mbele ya meza yake na kuweka lile faili kwa upole. Good morning boss Mirza. Mimi ndiye Khalis J Malia, msaidizi wako mpya. Hii hapa ni ripoti ya fedha uliyoiomba. Niongea kwa sauti yangu ya kiume, nikiweka msisitizo kwenye kila neno ili sasa ni kama istetemeke vile. Mirza akashusha kalamu aliyokuwa ameshika. Kisha polepole akainua kichwa chake na kunitazama. Macho yake yale ya kijivu yalinikagua tangu kichwani hadi miguuni. Alitazama mabega yangu, akatazama shingo yangu, kisha macho yake akatua kwenye uso wangu, hasa kwenye zile ndevu. Zile ndevu fake alibaki kuzitazama tu. Nimekamatika. Moyo wangu ulianza kupiga pa. Hapa nilihisi jasho jembamba sana likianza kunitoka. Amegundua kuwa nina ndevu fake ama? Sasa boss Mirza alikaa kimya kwa karibu dakika nzima, akinitazama tu kwa jicho la dharau na uchunguzi mkali. Sasa ukimya ule ulikuwa ni mzito kuliko dhoruba. Mwishowe sasa akavuta ile faili na kulifungua kwa nguvu. James ameniambia kwamba wewe ndiye uliyefanya vizuri zaidi kwenye usaili jana. Una bahati nilipata dharura. Nisingekuwa na muda wa kuongea na wewe. Mirza aliongea kwa Kiswahili chake kilichonyoka lakini chenye lafudhi ya Kituruki, ambapo alipomaliza kukagua faili lile aliniangalia na kusema ya kwamba naomba nisikilize mimi vizuri. Sawa Khalis? Sipendi watu wavivu, sipendi watu wajinga na sipendi watu wenye mambo mengi kama wanawake. Sababu gani nilitaka mwanaume? Ni kwa sababu wanaume mko serious sana na kazi. Na ukifanya makosa madogo tu hapa na kufukuza bila huruma, umeelewa? Ndio, nimeelewa vizuri sana. Nimeelewa sana vizuri boss Mirza. Mimi sitakuangusha. Nilijibu kwa unyenyekevu lakini kwa msimamo wa kiume. Okay, chukua hizi karatasi, hizi ni ripoti za forodha za mizigo yetu ya Kituruki iliyofika siku ya jana. Nataka uzingize zote kwenye mfumo wa kompyuta. Kisha upige hesabu ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, na uniletee matokeo ndani ya masaa 2. Unaweza kwenda. Aliamuru na kunitupia rundo la makaratasi mengine aliyokuwa na tarakimu nyingi tu za ripoti za makontena ya bandarini. Nikasema ya kwamba sawa boss. Nilichukua zile karatasi, nikageuka na kuanza kutoka. Lakini kabla sijafika mlangoni, sauti ya boss Mirza ilinifanya nigandishe miguu yangu hapo hapo. Khalis, aliniita kwa sauti ya kukata. Nikageuka haraka, nikijitahidi sasa kudhibiti woga wangu. Boss. Ajabu alikuwa amesimama kutoka kwenye kiti chake, akinitazama kwa macho yaliyosinyaa. Una sauti ajabu sana. Kwa mwanaume wa umri wako, afu mbona unanukia manukato ya kike? Swali lile lilikuwa ni kama bomu la atomic lililolipuka kichwani mwangu. Nilihisi kama dunia ikizunguka. Lavenda, yale yalikuwa manukato ya Jojo, yale ambayo nilikuwa nimejipulizia kwenye shati langu asubuhi ili nionekane msafi. Mungu wangu. Afu sasa nisahau kabisa kuwa mwanaume hatakiwi kunukia manukato ya kike yenye harufu kali ya maua. Sasa hapa mapigo ya moyo wangu yalienda kasi sana na ulimi wangu sasa ulikauka papo hapo. James alikuwa anaangalia kupitia kioo cha ofisini kwake, naye alishusha miwani yake kwa mshtuko. Hasa sekunde zile chache tu zilikuwa ni kama miaka 100 kwangu. Macho ya Khan Mirza yalinichoma kama mshale wa moto, yakisubiri jibu kutoka kwenye kinywa changu. Nilihisi jasho la baridi ni kama likitiririka mgongoni na kufanya kile sasa kitambaa kigumu cha pamba ambacho kwa kimebana kifua changu kianze kulainika. Nilijua fika hapa nikisita hata kidogo tu uongo wangu wote ungesambaratika papo hapo. Nilikumbuka sura za wanangu, nikavuta ujasiri wote wa kiume ambao sasa nilikuwa na uhitaji. Kisha nikakohoa kidogo ili sasa kuweka sauti yangu sawa. Nikasema kwamba samahani boss Mirza, kuhusu sauti yangu
nilipata ajali mbaya ya koo nikiwa mtoto. Tangu hapo nyuzi zangu za sauti zilibadilika kidogo. Ndio maana inatoka ikiwa na mikwaruzo na mlio wa jua wakati mwingine. Mirza alinyosha nyusi zake akionekana kusikiliza kwa makini na kuuliza kwamba okay, na hayo manukato? Sasa hapo ndipo nilipomgeuza Jojo kuwa mwanamke wangu. Kuhusu manukato, mke wangu ana duka la vipodozi na manukato. Na asubuhi ya leo kabla sijaondoka kuja hapa, alikuwa ananifanyia majaribio ya bidhaa mpya aliyoagiza kutoka nje. Na sikuwa na muda wa kubadili shati kwa sababu sikutaka kuchelewa siku yangu ya kwanza ya kazi. Niliongea na kushusha pumzi ya chini sasa. Na baada ya kuongea hivyo sasa alinitazama kwa sekunde 5 zilizojawa na ukimya mzito, kisha alitikisa kichwa chake kwa dharau na kuketi tena kwenye kiti na kusema kwa sauti ya kijali, huku sasa akivuta kalamu sasa. Wanaume walio chini ya amri za wake zao huwa hawaendi mbali kazini. Kalis, hakikisha hiyo harufu ya kike haileti usumbufu kwenye ofisi yangu tena. Nenda kafanya kazi. Sawa boss, haitajirudia. Nijibu haraka, nikageuka na kutoka nje ya ofisi ile kwa hatua fupi za kijasiri. Sasa nilipofika tu kwenye korido ya nje, nilijibanza ukutani na kushusha pumzi ndefu. Sasa James alikuwa akifuatilia kila kitu kupitia kioo cha ofisi yake. Alitoka mbio akishika kifua chake kusaka, yani kama akitweta kwa uoga, akasema, wewe kijana, unataka kuniua kwa ugonjwa wa moyo ase wewe?" James aliongea japo alikuwa ananong'ona kwa sauti ya chini, macho yake akiwa sasa ametoka nje. Basi James akasema kwamba laki moja yangu ilikuwa iende na maji sasa hivi. Huyu mzee Kituruki anapua ya umbo huyu wa polisi, ananusa kila kitu. Sasa sikia, badilisha manukato hayo haraka sana kabla hajarudi hewani, umesikia? Nikaambia, nimepona mkuu, usiwaze sana. Ngoje basi mimi niingie kwenye kompyuta nifanye kazi. Nilimwambia James siku sasa nikienda kwenye dawati langu jipya lililokuwa karibu na mlango wa boss. Kazi iliyopewa ilikuwa ni ngumu na yenye mchanganyiko mkubwa sana wa namba. Ripoti za makontena sijia kutoka Uturuki zilikuwa na maelezo ya kina sana ya kifedha, kodi za forodha, sijia hesabu za VAT. Hata hivyo, shahada yangu ya utawala wa biashara haikuwa ni ya kuchezea. Akili yangu ilifanya kazi kwa kasi ya ajabu sana. Nilifungua kompyuta, nikaingia kwenye mfumo na kuanza kupanga data zote kwa stadi wa hali ya juu. Ndani ya saa 1.5 nilikuwa nimeshamaliza hesabu zote na kutoa mchanganuo sahihi wa kodi uliokuwa unahitajika. Sasa nilichapa ile ripoti, nikaikagua mara 2 kuhakikisha haina makosa. Kisha nikanyanyuka na kubisha tena mlango wa boss Mirza. Sauti yake ilisikika ikiniambia kwamba ingia. Niliingia na kuweka sakaratasi zile mbele yake. Bosi, ripoti ya makontena na hesabu zote za VAT ziko tayari. Mirza alitazama saa yake mkononi ya dhahabu na kusema kwamba ndani ya saa 1.5. Ulisema huna uzoefu, lakini sikutegemea ufanye haraka hivi. Natumaini ukukurupuka. Basi alichukua zile karatasi na kuanza kuzipitia ukurasa mmoja baada ya mwingine. Niliona jinsi macho yake ya kijivu yalivyokuwa yanahama kutoka mstari mmoja hadi mwingine. Basi polepole ule ukali na mikunjo ya paji la uso wake vilianza kupotea. Ikabadilika na kuwa muonekano sasa wa kushangazwa. Hesabu zote zilikuwa zimekaa sawia. Na mchanganuo wa jinsi ya kuokoa kiasi fulani cha kodi bandarini ulikuwa umewekwa kwa ustadi mkubwa sana. Hii hesabu ya punguzo la kodi ya usafirishaji umeipata wapi? Aliuliza akinitazama kwa jicho la mshangao kana kwamba anaanza kuniona sasa. Nilitumia sheria mpya ya forodha ya mwaka huu kifungu cha 5. Makampuni yanayoleta malighafi ya ujenzi yanaruhusiwa kupata msamaha wa 3% kama mizigo ikikaa chini ya siku 5 bandarini. Nilielezea kwa ufasaha nikitumia lugha ya kibiashara na sauti yangu ya kiume yenye msimamo. Asemiriza alikaa kimya. Akaziangalia zile karatasi kisha akanyanyua macho yake na kunitazama. Kwa mara ya kwanza niliona kama kuna mwanga fulani hivi wa kuridhika machoni pake, ingawa alijitahidi sana kuuficha chini ya dharau yake ya kawaida. Okay, hukuwa mbovu kama nilivyodhani, Chris. Mirza alisema hivyo huku sasa akisogeza ripoti ile pembeni na kuendelea kuzungumza. Sawa, ufanisi wako ni mzuri sana. Sasa kuna jambo lingine. Saa 7 mchana na kikao cha chakula cha mchana na mwekezaji mkubwa sana kutoka Dubai kule kwenye hoteli ya kifahari ya Serena. Utasindikizana na mimi. Nenda kajiandae na hakikisha unachukua kitabu cha kumbukumbu. Msikilizaji, moyo wangu uliruka kwa furaha sana, lakini pia kwa uoga mwingine. Kwenda Serena Hotel na boss Mirza, hiyo ilimaanisha nitalazimika kukaa karibu naye kwa saa kadhaa, nikila na kunywa naye, huko sasa nikitakiwa kuonekana kama mwanaume mbele ya wageni wa kimataifa. Sasa nilipotoka ofisini nilimkuta James. Akanikonyeza akasema kwamba umeona?
Hey, boss amekukubali. Hakuwahi kuenda na msaidizi wote kwenye vikao vyake vya siri tangu amfukuze yule mwanamke. Sasa unatakiwa kukaza, umesikia? Kaza uzi mdogo wangu, umesikia? Mimi sikujibu kitu zaidi tu nitabasamu na kukaa. Sasa saa 7 ilipofika tulishuka chini ambapo gari la kifahari la boss ilikuwa ni Range fulani hivi nyeusi inayong'aa. Lilikuwa bwana linasubiri. Dereva sasa alifungua mlango wa nyuma na boss Mliza akaingia kwa maridadi. Sasa mimi nilibakia na zubaa tu, nikataka kufungua mlango wa mbele ili nikae na dereva. Lakini boss alishusha kioo na kuniangalia kwa ukali akasema kwamba Kalis, wewe ni msaidizi wangu bwana, sio mlinzi wangu. Ingia hapa nyuma tusaidizane kupitia nyaraka za kikao tukiwa njiani. Basi aliamuru, niliganda kwanza maana kukaa na boss kwenye kiti kimoja huu ni mtihani jamani, ila acha nipunguze uoga. Basi haraka niliingia na kukaa huku. Sasa nimeweka pale nafasi kubwa kati yangu na yeye, na bila kupoteza muda dereva aliondoka, yani aliondoa gari na safari ikaanza. Sasa nikiwa nimeshika faili langu mapajani, nijitahidi sana kukaa kiume kabisa. Unakuwa unajishtukia unakaa kiume, lakini gari sasa lilipiga kona kali ya ghafla ili kukwepa pikipiki iliyokatiza barabara. Sasa mwili wangu uliyumba kwa nguvu na kujigonga moja kwa moja kwenye bega pana na gumu la boss Mliza. Sasa mabega yangu yaligusa kwa sekunde moja, nikajikuta nimeganda kumtazama. Mara boss akakohoa kunishtua haraka sana. Nikajirudisha upande wangu sasa nikitetemeka kwa hofu. Samahani sana boss, samahani sana. Samahani, gari limeyumba. Nijitetea kwa sauti haraka. Nikiwa sasa nimeshika faili langu kama ngao ya kujilinda. Mwanaume nashindwa kukaza mpaka nataka kumwangukia. Basi bosi hakusema neno, lakini sasa aligeuza kichwa chake polepole na kunitazama. Macho yake ya kijivu yalisinyaa. Akatazama pale bega langu lilipogusa la kwake. Sura yake ilionyesha kuwa kuna kitu kimegusa hisia zake, au labda amehisi jinsi mwili wangu ulivyokuwa mlaini na mdogo ukilinganishwa na wanaume wengine aliyezoea kukutana nao. Sasa jamaa alinitazama kwa sekunde kadhaa bila kupepesa jicho, huku gari likiendelea kukata upepo kuelekea Serena Hotel. Ukimya ule wa ndani ya gari ulikuwa na msisimko wa ajabu sana uliomfanya yeye mwenyewe anyanyue mkono wake na kurekebisha tai yake. Kisha akageuka na kuangalia nje ya kioo bila kusema neno lolote. Basi bwana, nilishusha pumzi yangu kwa siri sana, nikijua kuwa kila hatua ninaopiga na mwanaume huyu wa Kituruki, yani ni sawa na kutembea juu ya kamba nyembamba iliyotandikwa juu, huku chini sasa kulikuwa kuna shimo refu lenye moto mkali ndani yake. Mambo ni bru msikilizaji. Sasa tulifika na kikao kikaanza. Kikao hicho bwana kilikuwa darasa kubwa la kibiashara kwangu. Mwekezaji kutoka Dubai alikuwa ni mtu mwenye maswali mengi sana na mchambuzi wa hali ya juu. Katika saa zote mbili za kikao kile, akili yangu ilikuwa ikijielekeza kwenye kazi pekee. Nilikuwa naandika kila nukta, nikitoa nyaraka sahihi kila bosi Khan aliponigeukia na kusaidia kufafanua baadhi ya vipengele vya sheria za kodi za Tanzania ambavyo mgeni yule alitaka kuvifahamu. Sasa mchezo wangu wa kuiga wanaume ulishika kasi sana hapa. Sikutaka kuleta shida yoyote, hata chakula kilipoletwa sikutaka kuleta shida yoyote. Yaani nilitumia uma na kisu kwa ujasiri. Nikala kwa utulivu bila kuonyesha uoga wala kurimbua macho. Nijitahidi sana kusahau kabisa kama mimi ni Kalisa, na badala yake nikawa ni Kalis, msaidizi makini anayejua anachokifanya. Basi yule mwekezaji alimsifia bosi akasema kwamba Khan, una msaidizi mzuri sana bwana, na anaelewa mkubwa sana wa mambo ya kodi na anajua kupanga mambo kwa utulivu sana. Wasaidizi wengi wa kiume huwa wanajawa na papara tu, lakini huyu wa kwako yuko tofauti. Basi yule mwekezaji alimsifia boss Mliza wakati kikao sasa kikiisha na wakisimama kupeana mikono. Sasa boss Mliza alinitazama kwa sekunde moja kisha katabasamu kidogo. Yaani lile tabasamu la nadra. Nadra sana kuonekana kwenye sura yake. Akasema kwamba asante sana Al-Mansur. Kalisi ni kijana mpya lakini anajitahidi. Kusikia vile moyo wangu ulipata faraja kubwa sana. Yale maneno yalinipatia amani ya kuwa siri yangu iko salama na haina hatari ya kuvuja kwa sasa. Ili mradi tu niendelee kuwa makini na kufanya kazi yangu kwa ufanisi wa 100%. So tulirudi ofisini mchana ule ule tukiwa sasa kwenye hali ya utulivu zaidi. Kwenye gari safari hii hakukuwa na kuyumba wala kugusana. Yaani kila mtu alikuwa ametingwa tu na mawazo yake ya kibiashara. Sasa nilianza kuona kuwa ili mradi tu mimi nitatimiza majukumu yangu ya kiofisi kwa makini mkubwa, basi boss Mliza hatakuwa na muda wa kwanza kuchunguza mambo yangu binafsi. Sasa yeye alikuwa ni mtu wa kazi sana na mimi nilikuwa nampa matokeo anayoyataka. Siku zilienda kwa kasi na wiki 2 za kwanza zikakatika nikiwa sasa kwenye ule utaratibu mzito wa maisha mawili tofauti. Maisha yangu yaligawanyika katika sehemu mbili ambazo zilikuwa zimetofautiana kama mbingu na ardhi.
Kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 11 jioni nilikuwa ni Khalis, kijana wa kiume mkimya, mwenye msimamo na msaidizi wa karibu wa mmoja wa matajiri wakubwa jijini Dar es Salaam. Nijifunza kuongeza sauti ya mikwaruzo bila kuonekana kama naigiza, na jinsi sasa kuvaa mashati ya mikono mirefu pia nilijifunza, ambao nilikuwa natakiwa, ambao yalikuwa yamepasua vizuri sana ili kuficha sasa kabisa yale maumbile yangu. Kwa hiyo nilijifunza vizuri sana. Kwa hiyo ofisini bwana kulienda vizuri mno sana tu. James alikuwa akipokea ripoti zangu na kumsifu Boss Miliza kwa kufanya maamuzi sahihi ya kuniajiri. Lakini mara tu nilipokuwa na kanyaga kizingiti cha nyumba ya Jojo, hiyo saa 12 jioni sasa, ule ukuta wa kiume ulikuwa unaporomoka. Yaani nilikuwa navua wale mavazi kwa unyonge, nafanya haraka kufungua kile kitambaa cha pamba kilichobana kifua changu ili hata nipate hewa ya kutosha. Nilikuwa nalia kwa maumivu ya mbavu kila ninapokivua, lakini sasa nikikumbuka sababu ya maumivu yale nilikuwa natabasamu. Pesa niliyokuwa naipata kama posho ndogo ndogo za safari na vikao kutoka kwa Boss Miliza zilinisaidia sana. Nilimtumia mama pesa nzuri kijijini, na kila nikipiga simu usiku kusikia sauti za wanangu wakicheka na kuniambia wamekula vizuri na wanaendelea na shule, machozi ya furaha yalikuwa yakinilenga. Nilijua kuwa mateso ya mbavu zangu yalikuwa na maana kubwa sana kwa mustakabali wa watoto wangu. Basi Jojo akasema kwamba umeona sasa? Umeona? Umeona mambo yanavyoenda shwari? Basi wako ana muda hata kukuchunguza, mradi tu kazi zinaenda. Unaja kuwa na woga tena Kalisa. Ishi maisha yako, fanya kazi, mambo yatakuwa safi. Jojo aliniambia usiku mmoja sasa tukiwa tumekaa chumbani tukila chakula cha jioni. Ni kweli Jojo. Aise, sasa hivi unajua nina amani. Boss Miliza ni mkali huyo na ana misingi yake. Lakini kweli ni kwamba ukimpata tu kazi anayotaka, hana hata shida. Hana shida kabisa na wewe. Nilimjibu huku nikitabasamu. Hata hivyo, katikati ya ule utulivu na amani niliokuwa nimeanza kupata, maisha ofisini yalileta changamoto mpya ambayo sikuwa hata nimetegemea kabisa. Haikuwa changamoto kutoka kwa Boss Miliza, bali ilikuwa ni changamoto kutoka kwa wafanyakazi wengine wa kike ndani. Tangu nilipoanza kazi sikuwa na urafiki wa karibu na mtu yoyote ofisini zaidi ya James kwa sababu ya siri yangu. Nilikuwa najitenga sana, yani sishiriki lolote lile na watu, na ilikuwa nikimaliza kazi zangu nilikuwa nabakia tu kwenye dawati langu. Tabia hii sasa, upole, ukimya pamoja na muonekano wangu mtanashati na nadhifu, yani kama kijana wa kiume ilianza kuvutia hisia za wasichana wengi ofisini. Siku moja asubuhi bwana, nikiwa sasa hapo nimekaa kwenye dawati langu nikipitia ratiba ya safari ya boss kuelekea sasa mkoani Arusha, binti mmoja mrembo sana wa mapokezi anaitwa Anita alikuja mbele ya dawati langu. Alikuwa amevalia gauni la kubana, akitabasamu kwa namna ya aibu na kurembua macho yake. Basi akasema ya kwamba, "Hi Khalis." Alinisalimia, sauti yake ikiwa sasa imejaa maringo ya kimahaba. Nivuta sauti yangu ya kiume haraka. Hi Anita, kuna shida yoyote kutoka mapokezi? Basi binti akasema, "Hapana, hakuna shida ya kikazi." Basi alisema hivyo huku sasa akisogeza mikono yake juu ya meza yangu na kunisogelea karibu kidogo, kisha akasema kwamba ni kwamba nimekuwa tu nikikutazama tangu uanze kazi hapa wiki 2 zilizopita. Wewe ni kijana wa kitofauti sana. Yaani una hata maneno mengi na uko very handsome kiasi cha kufanya wasichana wengi hapo ofisini kutamani hata kuongea na wewe, lakini unaonekana ni mgumu. Nilimeza mate msikilizaji kwa siri, nikamwambia kwamba asante Anita. Mimi niko hapa kwa ajili ya kazi tu. Kwa hiyo sifikirii mambo mengine kwa sasa. Nijibu kwa mkato, nikijaribu sasa kuonyesha msimamo wa kiume usiotaka mchezo. Akasema kwamba, najua Khalis, najua wewe naelewa kwamba ni mtu serious, lakini hata watu serious wanahitaji kupumzika jamani. Hii hapa namba yangu ya WhatsApp. Leo jioni baada ya kazi naomba basi hata nikuite mahali tukanywe hata kikombe cha kahawa au vinywaji. Mimi nitagharamia kila kitu. Sawa handsome? Kabla sijampa jibu la kumkataa, mlango wa ofisi ya boss ulifunguka kwa nguvu. Sasa Boss Miliza alitoka akiwa sasa ameshika koti lake la suti mkononi, akionekana na haraka ya kwenda kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi. Alitukuta mimi na Anita tukiwa sasa tumesimama karibu, na macho yake yalianguka moja kwa moja kwenye kile kikaratasi cha namba ya simu kilichokuwa mezani kwangu. Kisha akamtazama Anita kwa ukali wa ajabu. Anita alishtuka sana, akanyoka haraka na kusalimia kwamba, good morning boss. Bosi hakuitikia salamu yake, badala yake alimgeukia na kusema kwa sauti yake kali ya amri kwamba, Anita, kama huna kazi ya kufanya huko mapokezi, idara ya usafi inahitaji nguvu kazi ya ziada ghorofa ya chini. Ofisi hii sio eneo la kutafuta wapenzi. Anita alinamisha sura kwa aibu,
Kwa unyonga akageuza miguu yake na kukimbia haraka kurudi kwenye eneo lake la kazi. Sasa ofisi ilibaki na ukimya mzito. Bosi sasa aligeuza macho yake. Tena macho yake yalikuwa ni makali. Alinitazama mimi asanilikuwa nimesimama wima kama askari. Alisogea mbele ya meza yangu, akanyosha mkono wake mrefu na kukichukua kile karatasi cha namba ya Anita. Alikitazama kisha akakichana vipande vidogo vidogo tu mbele ya macho yangu na kuvitupa kwenye dustbin. Mimi mwenyewe kwanza nilikuwa nimetegemea angenifokea au kuniletea ule ukali wake wa kawaida, lakini alinitazama kwa namna ya tofauti sana safari hii. Macho yake yalikuwa na hasira ya kawaida, yani alikuwa na mchanganyiko wa ule wa onyo na dharau, kana kwamba yani hapendezi kabisa kuona msaidizi wake akijihusisha na wanawake wengine. Alitaka kuondoka ila sasa akasimama. Nilikwambia tangu siku ya kwanza Kalis, sitaki mambo ya wanawake kwenye ofisi yangu. Wanawake wanajua jinsi ya kupoteza umakini wa mwanaume na kumfanya awe dhaifu. Wewe ni msaidizi wangu mimi pekee, na akili yako yote, muda wako wote unatakiwa kuwa kwangu na kwenye biashara zangu pekee, unanielewa? Sasa yale maneno yake ya wewe ni msaidizi wangu mimi pekee, muda wako wote sijui unatakiwa kuwa kwangu, yalinifanya nisikie msisimko wa ajabu sana moyoni mwangu. Yaani ni msisimko ambao sikutakiwa kuusikia kama mwanaume. Jamani, nini tena ikishindwa pepo? Basi nilibaki nimesimama pale pale nikiwa sasa nimeganda sasa nikimtazama. Aligeuka na kuondoka kwa hatua kubwa kuelekea kwenye lift ya wakurugenzi. Maneno yake yalikuwa bado yanavuma kichwani mwangu kama mwangwi, kwamba wewe ni msaidizi wangu mimi pekee na akili yako yote, muda wako wote unatakiwa kuwa kwangu. Nirudi kuketi kwenye kiti changu huku sasa nikivuta pumzi ndefu na kujipepea kwa faili. Moyo wangu aisi ulikuwa unadunda kwa namna ya ajabu sana. Nijiuliza kwamba hivi ule ulikuwa ni wivu wa kikazi kwa sababu anataka ufanisi wa 100% au kuna kitu kingine kilikuwa kinaendelea kichwani mwake. Lakini haraka sana nikalifuta lile wazo. Kafuta ile wazo kabisa. Basi nilijiambia moyoni ya kwamba Kalisa, amka. Amka. Yeye anajua wewe ni mwanaume na anacholinda hapa ni nidhamu ya ofisi yake tu. Basi usianze kuwaza mambo ya kufikirika. Basi James alichungulia kutoka ofisini kwake baada ya kuona sasa bosi ameingia kwenye lifti. Alikuja kwa hatua za kunyata na kuegemea mezangu. Akasema, mdogo wangu Kalis, umeruka mtego wa panya mchana kweupe." James alinongoneza huku sasa akitikisa kichwa. Nikamuuliza kwamba unamaanisha ni kusema hivyo? James akasema, si huyo Anita. Unajua yule binti ana sifa ya kupenda wavulana watafutaji hapo ofisini. Lakini amesahau kuwa bosi hapendi ujinga wa aina hiyo karibu na ofisi yake. Ila nikupongeze bwana, umesimama kiume. Hukuumbishwa na urembo ule. Nitabasamu kwa mbali na kujibu kwa sauti ya kiume ya chini kwamba kaka James, mimi niko hapa kwa ajili ya kutafuta maisha ya familia yangu tu, sio mapenzi. Bosi uko sahihi, kazi kwanza. Nilivyosema hivyo alicheka na kusema kwa sauti ya chini ya kwamba hauna lolote. Ungekuwa mwanaume unafikiri ungekataa? Hakuna mwanaume anayeweza kuikataa fursa hiyo, na yule binti ni mrembo sana. Anyway, umefanya vizuri bwana. Acha niseme tu Brotherhood is very disappointed na wewe. Basi bwana, aliongea na kutaka kuondoka, ila sasa akarudi karibu na kusema kwamba madam umeshaingia kwenye maigizo ya kuwa mwanaume, siku nyingine ukipata chance ya dem kukufuata kama hivi, nipasie huyo manzo, umesikia? Mimi eno ya kutafuna nyama ninayo, umesikia? Sawa binti mwenye sura ya baba yako. Maana ungekuwa na sura ya mama, usingekubarika kuwa wa kiume. Jamani ongea hivyo. Sasa haya yote ni kumtaka huyo Anita au ni nini? Nilimwangalia bila kumjibu, akageuka na kuondoka kwa sasa akisema kwamba sasa endelea na kazi kabla mzee wa Kituruki hajarudi akakuashia moto hapa. Kajikuta tumepata hedhi ya ghafla bure. Basi mchana wa siku hiyo ilipita kwa utulivu mkubwa sana. Bosi Mirza alirudi kutoka kwenye kikao cha bodi majira kama ya saa 9 alasiri akiwa na nyaraka nyingi mpya. Hakugusia kabisa tukio la asubuhi na alirudi akiwa kwenye hali yake ya kawaida ya kuwa mkali, ni mwenye msimamo na anayetaka kila kitu kinyooke kwa haraka. So tulifanya kazi kwa pamoja hadi saa 11 kamili jioni. Nikaweka mambo yote sawa mezani kwake na kuaga kwa adabu kabla kuondoka. Na hakuwa na kizuizi, so nikaondoka. Nikiwa kwenye daladala ya kurudi nyumbani usiku huo, nilikuwa nimechoka sana, lakini sasa nilikuwa na furaha. Wiki ijayo ilikuwa ndio wiki ya mwisho wa mwezi, kumaanisha mshahara wangu wa kwanza ulikuwa unakaribia kuingia kwenye akaunti yangu ya bank. So nilikuwa nishapanga jinsi ya kuigawa ile pesa, nusu ya kwanza kumpa James kama tulivyokubaliana, na kiasi kilichobakia kingetosha kabisa kumlipa Jojo kile anachonidai na kumtumia mama hela ya ziada ya matumizi ya watoto wangu.
Basi nilinong'ona kwa sauti ya chini nikisema kwamba Mungu wangu, asante. Hapo sasa nilikuwa nimegemea kioo cha gari, huku sasa nikitazama taa za jiji la Dar zikiwaka kwa mbali. Kesho yake ilikuwa ni siku ya Ijumaa, siku ambayo wafanyakazi wengi walikuwa na ile na furaha ya kuanzia mapumziko ya weekend. Hata hivyo kwangu ofisi ya bosi mkuu haikuwa na mapumziko ya namna hiyo, labda kwa wengine, ila mimi hapana. Saa 4 asubuhi bosi aliniita ofisini kwake. Alikuwa amesimama karibu na kile kioo kikubwa kinachoangalia jiji, akiwa sasa ameshika kikombe cha kahawa chungu tu ya Kituruki aliyokuwa anapenda sana kuinywa kila asubuhi. Basi bosi aliniita nikaitika pale, akaniambia kwamba Jumatatu asubuhi ratiba yetu imebadilika. Alisema huku sasa akigeuka polepole na kuweka kikombe chake chini. Kuna mradi mkubwa sana ujenzi wa hoteli ya kitalii kule mkoani Arusha ambao Vertex inataka kununua. Kwa hiyo nimemwagiza dereva andae gari la safari. Tutatoka hapa Dar es Salaam siku ya Jumapili, yani kesho asubuhi, ili tufike Arusha mapema na kupumzika. Alafu Jumatatu asubuhi saa 2 kamili tuwe kwenye eneo la mradi kwa ajili ya ukaguzi. Moyo wangu ulishtuka kidogo msikilizaji. Safari ya mkoani na bosi, tena kusafiri siku ya Jumapili. Nikauliza kwamba bosi, tutasafiri wote wawili ama? Niliuliza sasa kwa sauti ya kiume lakini yenye tahadhari. Bosi akasema kwamba ndio, ni mimi na wewe pekee. Alijibu kwa sauti ya mkato, akinitazama kwa wale macho yake makali sasa. Alivuta kiti na kukaa kisha akaendelea kusema kwamba James atabakia hapa kusimamia ofisi ya Dar. Wewe ndio unayejua mambo yote ya mikataba na kodi tulizozipitia wiki hii. Kwa hiyo uwepo wako ni walazima sana na tutakaa huko kwa siku 3. Siku 3? Nikiingia period je? Siku 3 msikilizaji. Hilo sasa lilimaanisha hapa nitalazimika kukaa kama mwanaume masaa yote ya siku. Nitaweza kweli? Maana haya maisha haya nayo kama mchana nikirudi nyumbani na kuwa kama nataka kufa kwa maumivu ya kujibana kifua. Mungu wangu nisaidie nisije kupata shida yote kiafya. Na kubwa zaidi matiti yangu yasije karudi ndani, maana namna hii ya kuyafinya ni hatari sana. Basi bosi akauliza kwamba kuna shida yote Kalisi au na mambo ya kifamilia yatakayokuzuia. Sasa nizinduka haraka kutoka kwenye mawazo yangu na kurekebisha msimamo wangu. Hapana bosi, hakuna shida yote, nitakuwa tayari tu kwa safari kama utakavyo. Okay, vizuri. James atakupatia pesa ya posho ya safari mchana wa leo ili kujiandaa na mahitaji yako yote. Hakikisha nyaraka zote za mradi ziko kwenye begi lako la kazi. Unaweza kwenda. Nilitoka ofisini kuelekea sasa kwenye dawati langu, nikihisi mchanganyiko mwingine wa wasiwasi. Hii ilikuwa ni fursa kubwa sana ya kikazi na nisingeweza kukataa, lakini sasa ilikuwa ni mtihani mwingine mzito wa kulinda siri yangu. Mchana ule James alinikabidhi bahasha yenye posho ya safari. Ilikuwa ni kiasi cha shilingi 300,000. Pesa ile bwana ilikuwa ni nyingi kwangu, afu kitarejea sasa mimi nimezoea kushika bukubuku za mitumba nini. So nishukuru sana Mungu, kisha nikaendelea na kazi ambapo niliwahi kutoka ile sasa nikajiandae kwa ajili ya safari hiyo. Nilipofika ndani na kumuuliza Jojo kuhusu safari ya Arusha ya siku 3 na Boss Mirza, Jojo alisimama na kushika kiuno, huku sasa uso wake ukiwa umejaa wasiwasi mkubwa sana. Jojo akasema kwamba ndugu yangu, siku 3 mkoani na boss peke yenu. Kalisa. Mbona ni mtani mwingine shoga yangu? Kwa mtasafiri ni kwenye gari moja ni kwa masaa karibia 9 au 10 hadi kufika Arusha. Okay, je, utaweza kukaa masaa yote hayo ukiwa umefungwa tu kile kitambaa kigumu cha kifua bila kupumzika? Si utapata maumivu makali sana mbavu. Ya naelewa ile Jojo, lakini unajua mimi siko na chaguo. Kazi ndio kufu wangu. Umeona? Ndio ambao mimi naitegemea. So angalia, leo nimepewa 300,000 ya posho tu. Na wiki ijayo mshahara unaingia. Lakini lazima tunilinde kazi kwa gharama yote ile. Nitajitahidi kuvumilia. Jojo alinitazama kwa huruma sana. Kisha akakaa karibu na mimi na kunishika mkono akasema kwamba sawa, kama ni hivyo basi inabidi tutoke leo ili tukatafute vitambaa laini lakini vyenye nguvu ili sasa uweze kuvifunga kwa namna ambayo yani haita kubana sana kwenye safari, lakini pia vitafanya yani upate hata urahisi wa kujifungua mwenyewe. Sema tu hapa itabidi uwe mwangalifu sana kule hotelini. Yaani itabidi uwe mwangalifu. Hakikisha unafunga mlango wa chumba chako kwa ufunguo kila unapoingia kubadili nguo au kuoga. Umesikia? Ya nitafanya hivyo Jojo, wala tosiwaze. Nilimjibu sasa nikijaribu kujipa ujasiri msikilizaji. Na bila kupoteza muda nikaingia chumbani na kubadilisha nguo, tukatoka kwenda kutafuta hivyo vitambaa laini ambapo niliongeza na nguo 2-3 za kwenda nazo kule safarini na kisha tukarudi nyumbani. Sasa siku ya Jumapili asubuhi ilifika bwana. Saa 1:30 kamili lile gari la kifahari la boss Range ile nyeusi lilikuwa limeshasimama karibu na kituo cha mafuta cha karibu na nyumbani napoishi.
Kama tulivyokubaliana, nilikuwa nimevalia suruali ya jeans ya kiume ya blue tu ambayo ilikuwa imekolea, shati la mikono mirefu ya michezo ambalo lilikuwa na nafasi ya kutosha, na koti jepesi tu la kiume kwa juu. Kifua changu kilikuwa kimefungwa kwa kile kitambaa kipya laini ambacho Jojo alinisaidia kukisaka mjini jana yake. Nilisogea karibu na gari, dereva akashuka, akanifungulia mlango. Na baada ya kunifungulia mlango wa nyuma, niliingia na kukuta Sabosi akiwa tayari amekaa upande mmoja, akiwa amevalia nguo za kawaida tu za safari, yani t-shirt ya kijivu ya brandi ya gharama sana na miwani meusi ya jua. Alionekana ni mtanashati sana na mwenye utulivu wa aina yake asubuhi hiyo. Basi nilimsalimia pale kwa sauti yangu ya kiume nikisema kwamba good morning boss. Nikapo sasa nimeshika begi langu la nguo pamoja na faili la kazi. Akatikia kwamba good morning Chris. Ajibu kwa sauti ya pole tu na chini. Huku sasa akivua miwani yake ya jua kwa sekunde moja na kunitazama. Akauliza kwamba uko tayari kwa safari? Nikajibu kwamba ndio boss, kila kitu kiko sawa. Akasema vizuri. Basi gari liliondoka kwa kasi ya wastani likitoka nje ya jiji la Dar kuelekea barabara kuu ya kuelekea mikoa ya kaskazini. Masaa ya kwanza safari yalikuwa ni ya utulivu mkubwa sana. Muziki laini tu wa ala za kigeni wenye mdundo wa Kituruki ulikuwa unacheza kwa chini kwenye redio za gari. Ni muziki fulani ambao ulikuwa ukileta hali ya amani na utulivu ndani ya gari. Bosi alikuwa ametulia akitazama nje ya kioo, na mimi nilikuwa upande wangu nikisoma nyaraka za mradi ili kuhakikisha kwamba sichelewi kujibu swali lolote atakalouliza jamaa. Hakukuwa na matukio ya kushtukiza sana wala ya mshtuko nini. Mambo yalikuwa tu yanaenda kwa mpangilio mzuri wa kikazi. Nilianza kuhisi kuwa safari hii ingeenda kuwa salama kabisa kuliko nilivyotegemea. Sasa baada ya masaa 4 ya safari, tulipofika maeneo ya mji wa Korogwe, dereva alipunguza mwendo na kugeuka nyuma kututazama. Dereva akasema kwamba boss, tumesafiri kwa muda mrefu sana. Sasa naona ni vizuri kama tukisimama kwenye hoteli ya mbele pale kidogo ili mpate chakula cha mchana na kupumzika kidogo kabla ya kuendelea safari. Dereva alishauri. Sasa bosi alitazama saa yake na kusema kwamba sawa, simama kwenye ile hoteli nzuri ya watalii iliyopo pale mbele. Basi gari iliingia kwenye eneo zuri la hoteli moja tu ya kifahari iliyokuwa pembezoni mwa barabara kuu yenye bustani nzuri tu za maua na miti mikubwa. Tulishuka kwenye gari na bosi akaongoza njia sasa kuelekea eneo la kulia chakula la nje tu ambalo lilikuwa chini ya kivuli cha miti. Kwa hiyo tuliketi kwenye meza ya watu wawili na mhudumu akaja haraka na kutupatia menyu pale ya vyakula. Bosi aliagiza chakula cha kigeni na vinywaji vyepesi, na mimi sasa nikaagiza chakula cha kawaida tu cha nyumbani. Wakati tukisubiri chakula kile kiletwe, utulivu wa lile eneo na upepo mwanana wa bustani ulimfanya bosi alegeze ule ukali wake sasa wa kiofisini ule. Alivua miwani yake ya jua, akaiweka mezani na kunitazama mimi hasa nikiwa nimeshika kitabu changu cha kumbukumbu. Chris, Numbers, unaonekana una bidii sana na kazi yako na mara nyingi unakuwa mkimya sana. Uliniambia kwamba una mke, je, mna watoto? Swali lile la ghafla lilifanya moyo wangu uende kasi sana kwa mshtuko mdogo wa ndani kwa ndani. Hili lilikuwa ni swali la kawaida la kijamii, lakini kwangu mimi lilikuwa linagusa sehemu ya siri kubwa sana maisha yangu. Watoto wangu mapacha ambao mimi ndiye mama yao na ndiye baba yao pia. Nilimeza mate kwa utulivu sana. Nikashika kalamu yangu vizuri na kuangalia macho yake ya kijivu alio kwa sasa ananitazama kwa shauku ya kibinafsi kwa mara ya kwanza tangu nianze kazi. Bosi anaonesha kutaka kujua maisha yangu binafsi. Swali la bosi lilikaa hewani kwa sekunde chache zilizokuwa na uzito wa kipekee. Bustani ile ya Korogwe ilikuwa tulivu tu, upepo mwanana ukivuma na kupeperusha pembe za karatasi za menyu zilizokuwa mezani. Nilimtazama bosi wangu. Macho yake ya kijivu hayakuwa na ule ukali ambao ulikuwa umezoeleka ofisini, ila ni alikuwa tu na aina fulani hivi ya utulivu na ubinadamu uliomfanya aonekane ni kijana wa kawaida tu mwenye kuvutia na sio ule simba mkali wa Vertex. Basi niliweka tabasamu la upole tu la kiume usoni, nikashusha sauti yangu vizuri ili sasa silete shaka yote. Nikajibu kwamba ndio bosi, Mungu ametujalia watoto wawili mapacha wa kiume na wa kike, nao ndio chachu ya mimi kupambana kila siku usiku na mchana. Bosi aligemea kiti chake cha mbao akitazama tu kikombe chake cha maji kabla ya kunyanyua macho na kunikazia tena. Akasema kwamba mapacha, mbona ni baraka kubwa sana Chris, lakini pia ni jukumu kubwa. Unajua malezi ya watoto wawili kwa wakati mmoja yanahitaji baba imara anayejua kusimama kama nguzo ya familia. Nilimjibu ya kwamba ni kweli boss, ndio maana nathamini sana fursa hii ulionipatia na kufanya kazi chini yako. Pesa ninayoipata hapa ndio
inawafanya uendelee kutabasamu na kupata elimu nzuri. Nilisema kutoka moyoni. Hapo sasa sikuwa naongopa hata kidogo. Upendo wangu kwa Gianna na kaka yake ulikuwa ni wa kweli kabisa, msikilizaji. Hata kama nilazimika kuvaa sura ya baba badala ya mama ili kuwalinda, lakini ulikuwa ni upendo wa kweli. Asa bosi alinyamaza kidogo, akionekana kama kuguswa na maneno yangu. Alishusha pumzi ya chini na kusema kwamba familia ni kitu kizuri sana pindi unapokuwa na mtu anayekuelewa na kukuunga mkono, lakini upande mwingine inaweza kuwa ni chanzo cha udhaifu mkubwa kama usipokuwa makini. Hakikisha mapenzi ya kifamilia hayaji kuwa kikwazo cha umakini wako kazini. Nikamjibu kwamba hilo halitashindikana boss. Nadhani katika wiki hizi umeona jinsi ambavyo ninavyoweka mipaka yangu. Boss akasema, nimeona na ndio maana uko hapa leo. Boss alisema hivyo sasa mhudumu akisogea mezani na kuweka vyakula vyetu ambavyo tulikuwa tumeagiza, vyakula ambavyo vilikuwa vinatoa harufu nzuri sana. Basi akasema kwamba kula chakula chako, safari bado ni ndefu hadi kufika Arusha. So tulimaliza kula kwa utulivu sana na kuingia tena kwenye gari kuendelea na safari. Kutoka Korogwe, barabara ilianza kupita kwenye mandhari nzuri sana za milima ya Usambara na mashamba makubwa sana ya mkonge. Safari sasa iliendelea bila hata mshtuko yote hatari. Woga wangu wa awali ulianza kuyeyuka kabisa. Bosi alirudi kwenye ukimya wake, akipitia sasa baadhi ya barua pepe kwenye laptop yake. Sasa mimi nikijiegemeza tu kwenye kiti nikiangalia milima kwa mbali. Mabadiliko ya vitambaa vya kifua yaliyofanywa na Jojo asubuhi yalikuwa ni msaada mkubwa sana. Yaani havikuwa vinaleta yale maumivu makali ya mbavu. Ingawa baada ya masaa 7 ya kukaa kwenye gari, nilianza kuhisi uchovu wa mwili mzima na joto sasa la kukandamizwa. Nilitamani kwa udi na uvumba tufike Arusha ili nipate nafasi ya kuingia bafuni na kujinyosha. Time ya saa 11 hivi jioni, gari letu bwana ilianza kuingia jijini Arusha. Hali ya hewa ya jiji ilikuwa ni ya baridi tofauti kabisa na joto la Dar. Dereva sasa alikata kona na kuingia kwenye lango kubwa la hoteli ya kifahari ya nyota 5 iliyoko maeneo ya kitalii karibu tu na mto Arusha. Lilikuwa ni jengo zuri sana la kisasa lililozungukwa na bustani kubwa tu na taa za kifahari zilizong'aa usiku ule. Kwa hiyo tulishuka kwenye gari na kuingia mapokezi. Kila kitu kilikuwa kimeshaandaliwa tangu Dar es Salaam na James. Mhudumu wa mapokezi alitupokea kwa tabasamu kubwa na kutoa funguo za kadi za kielektroniki. Basi yule mhudumu akasema kwamba karibuni sana Vertex Crest Enterprises. Nyumba yenu ipo ghorofa ya 4, vyumba ni namba 412 pamoja na 414. Ni vyumba vya jirani vinavyotazamana. Kwa hiyo karibuni sana, karibuni. Aliongea mhudumu kwa uchangamfu na boss Mliza akasema kwamba asante sana. Achukua kadi yake na kugeuka kunitazama mimi niliyekuwa sasa nimebeba begi langu la mkononi. Amkalis, chukua kadi yako, nenda kapate mapumziko masaa mawili. Oga na ubadilishe nguo. Saa 1:30 usiku nataka tukutane kule kwenye eneo la chakula cha jioni, sawa ili tupitie ratiba kesho asubuhi kwa undani kabla kulala, sawa? Basi mimi nimjibu sawa boss. Saa 1:30 nitakuwa hapo. Nilijibu kwa sauti ya kiume na kuchukua kadi ile. Sasa niliingia kwenye chumba changu namba 412 na kufunga mlango kwa haraka sana. Niligeuza ufunguo wa usalama wa ndani mara 2 ili sasa kuhakikisha hakuna mtu yoyote anayeweza kuingia kwa ghafla. Basi bwana, hata kwa kutumia kadi ya dharura ya hoteli haikuwezekana. So hiyo nilihakikisha usalama uko vizuri. Nilipofunga mlango tu nilianza kuangaza macho yangu huku na huko. Nilihisi kama niko peponi. Chumba kilikuwa kikubwa, chenye kitanda cha kifahari na bafu kubwa tu la kioo lililokuwa na maji ya moto na baridi. Jambo la kwanza nililofanya lilikuwa ni kuvuta koti na kufungua vifungo vya shati langu na polepole kulegeza vile vitambaa sasa vya pamba vilivyokuwa vimebana kifua changu siku nzima. Nilipovivua nilishusha pumzi ndefu ya faraja na kwa mbali nikaachia tabasamu. Jamani, mimi sikuwahi kuona kama ipo siku ningeingia hoteli kubwa namna hii tena nalala kwa siku 3. Jamani, Mungu huyo acha tu. Yaani akiamua kukuinua anakuinua pakubwa sana. Yaani yale yote nilikuwa nayaona ni kama ndoto na leo anatokea bila hata kutumia nguvu. Nikajisemea kwamba Mungu wangu, hatua ya kwanza imepita salama. Basi nijisemea hivyo sasa nikijitazama kwenye kioo kikubwa cha bafuni. Sura yangu ya kike ilikuwa bado inaonekana vizuri tu, japo bado nilikuwa na ndevu bandia. So nilifanya haraka kuingia bafuni, nikasafisha mwili wangu wote uliokuwa na uchovu wa safari, kisha nikatoka na kukausha nywele zangu fupi. Nichukua tena zile ndevu na kubandika kwa umakini mkubwa zaidi, nikihakikisha kwamba hazionekani kama ni fake, bali zinaonekana kama ndevu halisi za kijana. So baada ya hapo sasa, nilifungua begi langu na kutoa suti nyingine ya kiume ya blue iliyokoza.
shati safi jeupe na tai ya kijivu. Nilifunga tena vile vitambaa vya kifua, lakini sasa safari hii kwa ulegevu. Kisha nikavaa sasa shati langu na kulichomekea vizuri. Nikamalizia sasa na koti la suti. Nijitazama kwenye kioo. Nilikuwa ni kalisi mtanashati kabisa, aliyetakata na kunukia vizuri. Safari hii msikilizaji, sikutumia manukato ya kike ya Jojo, bali nilikuwa nimenunua tu spray ndogo ya kiume ambayo ilikuwa na harufu ya kiume ya miti na viungo. Sasa time ya 1:25 usiku nilitoka chumbani kwangu na kuelekea kwenye executive lounge, ghorofa ya chini kabisa kama tulivyokubaliana. Sasa eneo lile lilikuwa na utulivu mkubwa sana, likiwa na viti vya ngozi vya gharama na meza chache zilizotengwa kwa ajili ya wageni maalum wa hoteli hiyo. Taa zake zilikuwa ni za hafifu tu kwa namna ile ya kuvutia, na kwa mbali kulikuwa kuna muziki laini wa piano ukipigwa. Sasa nilimwona bosi akiwa ameshakaa kwenye kiti cha kona akitazama nje ya kioo kikubwa ambacho kwa kinaangalia bustani yenye taa za rangi ya blue. Alikuwa amebadilisha nguo pia, na alikuwa amevaa suruali tu ya kitambaa ya kijivu na sweta jepesi la pamba la rangi ya maroon ambalo lilikuwa limenyoka vizuri tu kifuani mwake. So lilimfanya ni aonekane mdogo zaidi ya umri wake, lakini ni mwenye kuvutia na muonekano wa kishua. Kwa hiyo mimi nilisogea kwa hatua za kiume za utulivu tu na kusimama mbele ya meza. Nikamsalimia pale, nikasema kwamba habari za jioni boss. Nilimsalimia kwa sauti yangu ya kiume yenye uzito wa kawaida tu. Bosi aligeuza kichwa chake na kunitazama. Macho yake ya kivivu yalimulika sura yangu iliyotakata, suti yangu mpya na harufu ya kiume ya spray ambayo nimetoka kujipulizia. Kwa sekunde moja tu niliona kama kuna mshtuko mdogo wa namna ya kushangazwa uliopita machoni pake. Kabla sasa kurudisha muonekano wake wa kawaida wa utulivu, alisema kwa sauti pole tu, huku sasa akisogeza lile faili la mradi ambao ulikuwa mezani. Akasema kwamba umetakata sana bwana, naona umepumzika vizuri. Nikamjibu ndio boss, maji ya moto ya hapa yamenisaidia sana kuondoa uchovu wa safari. Nilijibu sasa nikiketi na kufunga tablet yangu ndogo ya kazi. Boss akasema vizuri sana. Okay. Hapa kuna mchanganuo wa mwisho bei ya ujenzi ambao kampuni ya huku tayari imeweka. Bosi alianza kunielezea, akisogeza kiti chake karibu zaidi na cha kwangu ili tuweze sasa kutazama screen moja ya tablet. Jambo lile msikilizaji lilifanya nikamtizama. Alikuwa amenikaribia sana kiasi cha kusikia pumzi yake kwa karibu sana. Unajua acha nikili kitu kimoja. Bosi wangu ni mwanaume handsome sana jamani. Yaani unajua nikiwa kama mwanamke niliyekamilika nina haki ya kuganda kumtizama, na hata hivyo nimejikaza sana maana sio kwa uhandsome ule. Basi nilijishtukia mwenyewe na kurudisha umakini kwenye screen. Tulianza kupitia vipengele mbalimbali vya fedha. Kazi yetu ilienda kwa utulivu mkubwa sana kwa nusu saa ya kwanza, huku sote wawili sasa tukiwa tumeelekeza akili zetu kwenye namba na mikataba. Hakukuwa na dharura wala changamoto yoyote, na mimi sasa najisikia salama kabisa kuwa kila kitu kiko chini ya udhibiti wangu. Lakini katikati ya ule sasa utulivu, mhudumu wa hoteli alikuja mezani kwetu akiwa sasa mbeba tray yenye vikombe viwili vya kahawa ya moto sana aliyokuwa ameiagiza bosi. Wakati mhudumu yule sasa akisogeza kikombe kimoja mbele ya bosi, mguu wake ulijikwaa kwa bahati mbaya kwenye mguu wa meza. Sasa tray ile iliumba kwa nguvu na kile kikombe cha pili cha kahawa ya moto kilibiringika na kumwagika chote moja kwa moja kuelekea upande wangu. Sasa ili kujilinda na ile kahawa ya moto isiniunguze uso wala shati langu, niliruka haraka sana kutoka kwenye kiti changu kwa mshtuko mkubwa. Mimi mwanaume kwa mshtuko mkubwa sana. Lakini sasa katika ule mshtuko wa haraka zile harakati za kuruka ghafla bila kutarajia kabisa, nilitoa kelele mdogo wa uoga uliokuwa na sauti ya kike kabisa. Yaani sauti ya kike kabisa. Sauti yangu halisi ya asili ya Kalisa, nyororo na ya juu, isiyokuwa na mikwaruzo yote ya kiume. Nikasema, Mungu wangu. Sauti ile sasa ilitoka kwa kasi ya umeme kabla sijaweza kuizuia. Kikombe kilianguka chini na kuvunjika pa. Kahawa sasa ikamwagika kwenye sakafu. Sasa mhudumu alianza pale kuomba radhi kwa haraka akitetemeka. Lakini mimi sasa nilibaki nimesimama hapo nikihisi damu yote mwilini mwangu imeganda. Niligeuza kichwa changu polepole kumtazama bosi. Alikuwa amesimama pia kutoka kwenye kiti chake. Macho yake sasa kijivu alikuwa amepanuka kwa mshtuko mkubwa sana, akinitazama mimi usoni kwa namna fulani ambayo hata sikuwa nimewahi kumuona tangu nianze kazi. Sauti ile ya kike iliyotoka kwa sekunde moja ile, Mungu wangu, ilikuwa ni kama imepiga moja kwa moja kwenye masikio yake, na sura yake sasa ilionyesha wazi kuwa
amesikia kitu kisicho cha kawaida kabisa kutoka kwa kijana wake wa kiume anaitwa Kalis. Aha. Sasa msikilizaji, ukizungumzia sekunde ambayo unahisi roho inataka kuacha mwili, basi ndio ilikuwa ni sekunde hii. Ukimya uliotanda kwenye lile eneo la Executive Lounge ulikuwa ni mzito na wa kutisha. Bahati nzuri ulivunjwa tu na sauti ya mhudumu aliyekuwa akifuta sakafu kwa haraka, huku sasa akiomba radhi, akasema kwamba I'm so sorry gentlemen. Samanini sana jamani. Naombeni mnisamehe, sikutegemea. Mhudumu yule alitetemeka, lakini sauti yake ilikuwa ni kama inapotelea mbali sana na masikio yangu. Macho ya boss yalikomaa usoni kwangu. Yalikuwa ni yamekodoa haswa, yakitafuta majibu kwenye kila mnyambuliko wa misuli ya uso wangu. Ule mshtuko sasa wa ghafla ulimfanya asahau hata kahawa iliyomwagika karibu na viatu vyake vya ngozi. Sauti ile ya kike, sauti nyororo ya juu na iliyojaa uoga wa asili wa mwanamke, ilikuwa bado inapiga kelele masikioni mwake. Nilimeza mate. Nilimeza mate. Nikisi hapa kama koo langu ni kama limekauka kama jangwa la Sahara. Akili yangu ilipiga mahesabu haraka haraka. Nikasema hapa nifanye nini? Sasa sauti ya ndani kaniambia kwamba wewe kumbuka ulichomwaahidi Jojo. Siri haitakiwi kujulikana. Jiamini Kalis. Basi sauti ya ndani iliniambia vile. Sasa mimi niliachia pumzi ndefu kwa nguvu. Nikajizuia nisitetemeke. Kisha nikakohoa kwa nguvu, yani mara 2 mfululizo. Yani kikozi kile sasa kikubwa cha kiume cha kujisafisha koo. Huku sasa nikishika shingo yangu kwa mkono wa kushoto na kuonyesha sura ya maumivu makali. Niliguna kwa sauti ile ya kiume ya mikwaruzo. Nikikunja uso sasa. Samahani sana boss. Kile kikozi kimenibana ghafla wakati ninaruka, kwa hiyo sauti kajikata. Samahani boss. Bosi ni kama hakuelewa neno lolote hapo. Alinyosha mkono wake, akamshika yule mhudumu begani na kumwambia kwa sauti ya chini lakini ya mamlaka. Akamwambia kwamba it's okay. Safisha haraka kisha tuache. Yule mhudumu aliondoka haraka na tray yake. Asa bosi aligeuka kamilifu kunitazama. Akasogea hatua moja mbele, umbali uliotenganisha miili yetu ukiwa ni mita 1 tu. Alikuwa mrefu kunizidi, hivyo alishusha macho yake chini, akiniangalia kwa mchanganyiko wa mashaka na mshangao uliokuwa bado haujatoweka kabisa. Kalis. Aliita, sauti yake ikiwa ya taratibu mno, kana kwamba anajaribu kupima kitu. Sauti gani ile iliyotoka mdomoni mwako? Nilikaza misuli ya taya yangu sasa, nikajitahidi sasa kutokuonyesha hata tone la woga. Bosi, kama nilivyokuambia kule kuhusu nyuzi zangu za sauti ziliharibika vibaya kwenye ile ajali nikiwa mtoto. Kwa hiyo kila nikishtuka sana au nikipata mshtuko wa ghafla kama huu wa kahawa ya moto, misuli kama ya koo inajikunja yenyewe na kutoa mlio wa juu sana na wa ajabu kabla hata haijarudi kuwa sawa. Sasa msikilizaji, ili kuongeza uzito wa utetezi wangu, nilishusha mabega yangu kwa unyonge wa kiume yani. Najua of course inasikitisha na inatia aibu kwa mwanaume kwa sauti ya aina hiyo, lakini ndio ishakuwa hivi. Kwa hiyo naomba unisamehe sana kwa kukustua boss. Samahani sana. Boss alibakia kimya tu kwa sekunde kadhaa. Macho yake yalihama kutoka kwenye macho yangu hadi kwenye koo langu lililokuwa linacheza kwa kumeza mate. Usemi wangu wa kiume uliokuwa umejaa unyenyekevu lakini uliotiwa msisitizo wa ajali ya utotoni ulionekana ni kama kuingia kilini mwake. Katika ulimwengu wake wa kibiashara, hakuwa na sababu ya kufikiria kuwa msaidizi wake makini anaweza kuwa mwanamke aliyevaa nguo za kiume. Lile lilikuwa ni wazo tu la mbali sana lisilo na mantiki kwake. Sasa mwishowe ule mvutano sasa wa misuli ya uso wake uliachia. Alishusha pumzi ndefu, akatikisa kichwa chake polepole na kurudi kuketi kwenye kiti chake. Akasema kwamba kaa chini Kalis. Alisema sauti yake kirudi sasa kwenye hali ya utulivu wa kawaida wa kikazi. Ingawa bado alikuwa na kawigo hivi kama mshangao, alienda kusema kwamba anyway, sawa. Ni sawa, nilijua tu labda kuna kitu kibaya kimekutokea, lakini hakikisha unajifunza kudhibiti mshtuko wako. Kwenye biashara kubwa, mwanaume hatakiwi kuonyesha uoga au kutoa sauti ya unyonge mbele ya adui au washindani wake. Hilo likitokea mbele ya bodi ya wakurugenzi kesho, itajenga picha mbaya. Sawa, nimekupata vizuri boss. Nimekuelewa na haitatokea tena. Nitakuwa makini. Nilijibu kwa sauti yangu ya mikwaruzo, nikihisi moyo wangu ukirudi kwenye mapigo yake ya kawaida.
Jahazi lilikuwa limevuka dhoruba nyingine salama kabisa bila kuzama. Sasa mhudumu mwingine alileta kahawa nyingine mpya, na safari hii tulikunywa kwa utulivu bila dhoruba, yani bila dharura yoyote. Kwa hiyo tulitumia kama nusu saa nyingine kupitia kila maelezo ya bei, ramani ya mradi wa ujenzi na orodha ya majina ya wakurugenzi wa kampuni ya Arusha tutakao kutana nao siku ya kesho asubuhi. Sasa akili yangu ya kikazi ilifanya kazi kwa 100%. Yaani nikimpatia mchanganuo sahihi wa faida na hasara ya mradi ule. Jambo lililomfanya bosi aendelee kuniamini na kusahau kabisa lile tukio la sauti. Muda umeshaenda, kesho tuna siku ndefu sana yenye kazi nyingi sana. Nenda kapata mapumziko Kalis. 1:30 asubuhi uwe tayari hapa chini. Tuelekee kwenye eneo la mradi. Alisema hivyo sasa huku akifunga faili na kuinuka. Nikasema sawa bosi, usiku mwema. Okay, usiku mwema pia. Alijibu sasa naye akianza kupiga hatua kuelekea kwenye lifti. Sasa nilipoingia chumbani kwangu, nijitupa kitandani nikiwa nimechoka. Lakini sasa nikiwa na furaha kubwa ya ushindi, nilihisi siri yangu imekuwa ngumu na thabiti kuliko nilivyokuwa nimefikiria hapo awali. Licha ya matukio hayo madogo, nilitambua kuwa ili mradi tu mimi nitaendelea kufanya kazi yangu kwa weledi na kuonyesha bidii, hakuna mtu atakayekuwa na muda wa kutilia shaka wanaume wangu. Kwa hiyo sasa nilimwondolea Jojo wasiwasi kwa kumtumia ujumbe mfupi wa WhatsApp kwamba kila kitu kiko salama huko Arusha, tumemaliza kupitia ratiba ya kesho na boss, hivyo usiwaze sana, Kalisi wako yuko vizuri kabisa. Baada ya sekunde chache, Jojo alijibu ya kwamba alhamdulillah. Nilitetemeka sana asubuhi aisee. Naomba uendelee kukaza uzi wewe mwanamke mwenzangu, umesikia? Kumbuka watoto na kumbuka kila kitu na kutakia kazi njema kesho. Alijibu vile. So niliweka simu yangu pembeni, mimi nikavua nguo zangu na kulegeza vitambaa vya kifua ili nipate usingizi mnono, tayari kwa ajili ya mapambano makubwa ya kesho asubuhi kule kwenye eneo la mradi wa ujenzi. Sasa asubuhi ya Jumatatu ulianza kwa hewa safi sana na baridi kali la Arusha. Saa 1:20 nilikuwa tayari nimeshasimama kwenye eneo la mapokezi la ile hoteli. Nilikuwa nimevalia suti yangu ya kijivu iliyokolea, shati jeupe na koti zito la kiume kwa juu ili kujikinga na baridi. Nikiwa sasa nimeshika begi langu la kazi lenye nyaraka zote muhimu. Bosi alishuka kwenye lifti dakika kama 5 baadaye. Alikuwa amevalia suti nyeusi ya kifahari iliyomkaa vizuri sana, akionekana mtanashati na mwenye nguvu za asubuhi. Alivyoniona tu, alinitikisia kichwa kwa kuridhika. Basi akasalimia pale, good morning Kalis, kila kitu kiko tayari eh? Aliuliza sasa akisogea mbele, nikasema kwamba good morning boss, kila kitu kiko tayari kabisa kwenye faili hili hapa. Nijibu kwa sauti ya kiume na kumfuata nyuma kuelekea kwenye gari ambalo sasa lilikuwa linatusubiri upande wa nje. Gari liliondoka na baada ya nusu saa kupita kwenye barabara za jiji la Arusha, tulifika kwenye eneo la mradi lililoko nje kidogo ya mji, karibu tu na vilima vyenye mandhari nzuri tu ya kuvutia. Eneo lile bwana lilikuwa ni kubwa sana, likiwa limezungukwa na kuta za bati na ndani kukiwa kuna majengo kadhaa yaliyokuwa kwenye hatua ya kwanza ujenzi wa msingi na nguzo. Wakurugenzi na wahandisi 5 hivyo wa kampuni ile ya ujenzi walikuwa tayari wameshasimama karibu na ofisi ya mradi, ile ofisi tu, zile ofisi za muda zile, wakiwa sasa wamevalia kofia ngumu za usalama pamoja na makoti ya usalama. Sasa gari letu liliposimama, dereva alitufungulia milango. Bosi alishuka kwa umaridadi kabisa na mimi nikashuka upande wangu nikiwa sasa nimeshika kitabu changu cha kumbukumbu pamoja na tablet. Basi mkurugenzi mkuu wa ule mradi akasema kwamba welcome Mr. Kanmirza. Ni jamaa fulani hivi, ni mzee mmoja tu hivi mwenye umvi aitwaye Mhandisi Thomas. Alimsogelea bosi na kumpa mkono kwa heshima kubwa. Basi yule mzee akasema kwamba tumefurahi sana kukupokea hapa Arusha. Kila kitu kiko tayari kwa ajili ya ukaguzi wa eneo la ujenzi kabla hatujaingia ofisini kusaini mikataba ya makubaliano ya awali. Basi bosi akatikia akasema kwamba asante Thomas. Bosi alijibu kwa sauti yake ya mamlaka, kisha akamgeukia mhandisi ule na kuninyoshia kidole mimi. Huyu ni Kalis, msaidizi wangu binafsi. Atakuwa anapitia kila nukta ya kiufundi na kifedha pamoja nanyi leo. Basi mhandisi Thomas akajibu kwamba karibu sana kijana Kalis. Baada ya Thomas kusema vile, alinipatia mkono pia. Nikaupokea kwa nguvu na kujiamini kwa kiume, nikasema kwamba asante sana mhandisi Thomas, nipo tayari. Nijibu kwa sauti yangu ya mikwaruzo. Sasa mhudumu mmoja wa pale kwenye ule mradi alitukabidhi kofia ngumu za usalama. Nilivaa ya kwangu vizuri tu kichwani na bosi yeye alivaa ya kwake pia. Kundi letu lilianza sasa kutembea polepole kuingia ndani ya eneo lile la ujenzi, huku wahandisi wakifafanua jinsi nguzo zilivyosimamishwa, vipimo vya saruji, na ramani ya nyumba vya hoteli hiyo ya kitalii itakavyokuwa. Mimi nilikuwa ni makini sana.
Kila alichokuwa anazungumza nilikuwa nakiandika kwenye tablet yangu na kulinganisha na ripoti ya kifedha tuliyoipitia jana usiku na boss. Kila boss aliponigeukia kuuliza kama namba fulani inalingana na mkataba, nilimpa jibu sahihi papo hapo bila kusita. Sasa wahandisi wale walivutiwa sana na ufanisi wangu na niliona bosi akizidi kujivunia uwepo wangu pale. Basi hali ya hewa ilikuwa ni nzuri sana. Kazi ilikuwa inaenda kwa kasi na hakukuwa na viashiria vyovyote vya dharura. Kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri kabisa. Na safari hii Arusha ingekuwa ndio mafanikio makubwa zaidi yatakayothibitisha nafasi yangu ndani ya hii kampuni ya Vertex. Basi bwana, tulitembea hadi upande wa nyuma wa mradi ambapo kulikuwa kuna korido ndefu ya ghorofa ya kwanza iliyokuwa bado inajengwa. Sakafu yake ilikuwa ni ya zege gumu, lakini kwa pembeni kulikuwa kuna rundo la nondo pamoja na mbao zilizokuwa zimetumiwa kushikilia dari. Wakati sasa tukiwa tumesimama hapo kusikiliza maelezo ya mfumo wa majitaka, upepo mkali wa ghafla wa milimani sasa ulivuma kwa nguvu kupitia kwenye lile jengo lililo wazi. Upepo ule bwana ulikuwa na nguvu kiasi kwamba unaweza hata kupeperusha baadhi ya karatasi za ramani alizokuwa nazo mhandisi Thomas mkononi mwake. Basi mhandisi mmoja alipiga kelele akasema kwamba ramani inapepea, akijaribu sasa kuzikamata. Karatasi mbili kubwa za ramani zilipaa hewani na kuelekea upande ule uliokuwa na nondo. Sasa bila kufikiria mara mbili, nilipiga hatua mbili mbele haraka sana ili sasa nisaidie kuzidaka zile karatasi kabla sijaanguka chini kwenye matope ya ujenzi. Lakini sasa katika harakati zile za kuangalia juu kuelekea zile karatasi, mguu wangu wa kulia ulijikwaa kwa nguvu kwenye ncha ya nondo. Nondo moja ndefu sana ambayo ilikuwa imechomoza sakafuni kwa siri ambayo kwanza hiyo nondo hata sikuwa nimeiona. Basi sauti ya boss akaniambia kwamba Kalisi, angalia chini. Sauti ya boss ilipiga hivyo kelele ya onyo kwa nguvu kubwa, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Mwili wangu aisee ulipoteza mwelekeo kabisa. Niliteleza kwa kasi na kuanguka chini chali puu. Nilianguka kwenye ile sakafu ngumu ya zege. Sasa kofia yangu ya usalama ilivunjika na kupaa pembeni na begi langu la kazi likatawanyika. Hata hivyo pigo kubwa la hatari zaidi halikuwa kwenye kuanguka, ila pigo lilikuwa ni pale ambapo kifua changu sasa kilipogonga kwa nguvu ya ajabu kwenye ncha ambao nene ambao ilikuwa imelazwa sakafuni karibu na pale nilipoangukia. Sasa nilipiga ukelele mwingine ule yani ukelele fulani hivi mkubwa. Yani kwanza sauti iliyotoka pale ilikuwa sio sauti ya kike wala ya kiume. Yani ilikuwa ni kilio fulani hivi cha maumivu makali yaliyotokana na mbavu zangu zilizokuwa tayari zimebanwa kwa nguvu na kile kitambaa cha pamba kwa muda wote. Sasa lile pigo lilienda moja kwa moja kwenye eneo la kifua changu, likisababisha sasa kile kitambaa kilichofungwa ndani ya shati langu kupasuka. Yani kufanyaje, kuchanika. Ile kwa sauti ya kuchanika ni chara. Kutokana sana pressure ya kuanguka na kubonyeza maumbile yangu ya kike kwa nguvu. So nilibaki nimejilaza chini kwenye zege. Hapo nguo imeshachanika. Nikiwa nimeshika sasa kifua changu kwa mikono miwili sasa nikitota hapo kwa maumivu makali sana yanayozuia pumzi isitoke vizuri. Sasa shati langu jeupe lilikuwa limechanika vifungu vitatu vya juu kutokana sasa na ule mgongano, likiacha wazi sehemu ya koo langu na mwanzo wa kifua changu. Basi bosi alianza kukimbia kwa kasi ya ajabu huku akiniita, akisukumana sasa na wahandisi wale na kuwapiga magoti pembeni yangu nini. Sasa sura yake ilikuwa imejaa hofu sana, ile hofu ya kibinadamu ambayo hata sikuwa nimeiona tangu nimfahamu. Alinyosha mikono yake miwili mirefu na kunishika mabega yangu, akijaribu sasa kuninyanyua kwa umakini. Akaniambia kwamba Kalisi, uko sawa? Umeumia wapi? Hebu breathe, okay? Kalisi, breathe. Sasa bosi alileta uso wake karibu kabisa na wakwangu. Macho yake akijivu sasa mdogo alikuwa akitetemeka kwa wasiwasi, lakini sasa wakati akijaribu kufungua koti langu la suti ili kunipatia hewa ya kutosha kupumua, macho yake yalianguka moja kwa moja kwenye lile shati langu ambalo lilikuwa limechanika vifungo vya juu, na hapo ndipo alipogandisha mikono yake yote miwili hewani. Sura yake ikabadilika kutoka kwenye wasiwasi wa kikazi na kuwa mshtuko mkubwa wa namna ya kipekee uliomfanya sasa apoteze uwezo wa kuongea. Kupitia lile shati lilokuwa limechanika, bosi hakuona kifua cha kiume chenye nywele au misuli ya kijana. Badala yake macho yake yalianguka moja kwa moja kwenye vile vitambaa vyeupe vya pamba ambavyo vilikuwa vimechanika na kulegea, vikionyesha wazi kabisa uwepo wa maumbile laini na ya mwanamke aliyekuwa amejificha chini ya vazi lile la kiume. Woi. Msikilizaji, utamu ndio unazidi kunoga. Sio siri tena. Mambo yote yamekuwa hadharani. Hapo hakuna namna yote ambayo Kalisa ataongea ili kuendelea kuficha siri yake, ikiwa tayari bosi
kaona nyonyos. I say, huu ni ugadu. Mambo ndo kwanza anaanza msikilizaji. Tukutane sasa sehemu inayofuata tuendelee kufahamu kipi ambacho kitaendelea. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Rita Isaya. God bless you till we meet again. Bye bye.